Wewe Saifan, amka. Unalalaje mpaka sasa hivi wakati unajua kabisa kwamba mvua zinanyesha na tunatakiwa kwenda kupanda? Hiyo ilikuwa ni sauti ya babangu. Ilikuwa ikiniamsha huku mimi nikiwa nipo kwenye lindi zito mno la usingizi. Tena usingizi ambao ulikuwa na ndoto zile za asubuhi. Ilibidi niamke kitandani lakini kwa shida kidogo. Na hii ni kutokana na uchovu wa usingizi, huku macho yangu yalikuwa bado ni mazito kutokana na usingizi kutokuisha vizuri. Kwani jana nilikuwa nimelala muda ukiwa umeenda sana. Kwa nilifungua mlango nikamkuta baba akiwa amenisimamia pale mlangoni. Yaani kama vile askari wa zamani. Wale askari wa zamani wale wanaokuja kudai kodi ya kichwa. Nikamwambia shikamoo baba. Marhaba. Vipi, mbona unaonekana umechoka hivyo asubuhi yote? Hebu changamka tuondoke kabla jua lijaweza kuwa kali. Sawa baba, japo kusema ule kweli baba leo sijisikia vizuri kabisa kwenda shamba baba. Na kujua Saifan, wewe na shamba ni vitu viwili tofauti. Ila kumbuka wewe ndo mwanangu wa pekee. Sasa ukiwa hivyo, nani ambaye mimi ataweza kunisaidia? Sawa baba, mimi nimekuelewa. Acha basi mimi ninawe ili tuweze kuondoka. Msikilizaji, kwa majina naitwa Saifan na babangu alikuwa anaitwa Mzee cha Urembo. Ni mzee ambaye alijaliwa nguvu za maajabu ambazo husaidia watu mbalimbali katika kijiji tunachoishi. Kijiji kinachoitwa Magindu ambacho kinapatikana katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibaha vijijini. Mimi ni kijana tu wa miaka 25 na sikuwa nimebahatika kufika elimu ya viwango vya juu kwa sababu mimi nimeishia kidato cha 4 na kupata tu cheti basi. Hamu yangu kubwa kusema ule ukweli ni kutoka katika hiki kijiji chetu na kwenda Dar es Salaam. Niliamini Dar es Salaam ndipo yalipo maisha, kwa nilitamani sana kwenda kutafuta maisha Dar es Salaam ili niweze kuwasaidia wazazi wangu. Kwani hali yetu ya maisha kusema ule ukweli haikuwa nzuri, na ukizingatia mimi ndo nilikuwa mtoto pekee katika familia yetu. Basi nilipomaliza pale kujiandaa, nilibeba jembe langu begani na hatimaye safari sasa kuelekea shamba ikaanza. Nikiwa mimi na baba tu na sikujua mama yuko wapi. Ikanibidi nimuulize baba, nikamwambia hivi mzee, mbona tuko wenyewe tu, kwani mama yuko wapi? Kwani wewe humjui mama yako? Mama yako kwa shamba ameshamka mapema sana na ameshatangulia shamba muda mrefu sana. Kweli mama na shamba yani kama vile kazi lonalo. Basi stories za hapa na pale nikiwa na baba ziliendelea huku tukiwa tunaelekea shamba mdogo mdogo. Na hatimaye baada ya muda tuliweza kufika shamba. Nilimkuta mama akiwa anaandaa pale mbegu za kupanda. Nilimsogelea mama ili niweze kumsalimia. Nikamwambia mama, habari za asubuhi? Salama mwanangu, sijui wewe? Mimi ni mzima kabisa mama, shikamoo. Marhaba, ila mbona mmechelewa sana kufika? Mlikuwa mnafanya nini? Sasa kabla mimi sijajibu, baba akaidakia pale akasema si huyu mwanao ndio umefanya tuchelewe. Baba ilidibidi angushie mimi lile zigo la lawama, na kweli nilizipokea kwa kuwa hata mambo ya shamba mimi huwa siyapendi kusema ule kweli. Kwa hiyo ikanibidi na mimi niseme ya kwangu. Ni kweli, nikamwambia mama, mimi ndo sababu, ila kiukweli mimi mambo ya shamba siyawezi. Na lengo langu hapa mimi ni kwenda mjini Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha tu basi mama. Wewe uende da. Una ndugu huko? Au unataka kwenda huko ukapate tabu? Hebu weka hapa baadaye uje urithi mkoba baba yako. Hakuna jambo lingine. Mikoba? Hapo nilimaki baada kusikia eti mimi nije kurithi mkoba wa baba. Hapana. Sikuwa kabisa na hayo mambo mimi. Na ikizingatia mimi ni kijana mdogo. Ndiyo mkoba, mbona umeshtuka hivyo mwanangu? Nikasema mama, hizo habari ziache kwanza kabisa. Yaani sitaki hata kuweza kuzisikia. Tuyafanye, yani tufanye kile kilichotuleta hapa shamba ili tuweze kuondoka, maana hizo habari mnazotaka kuniletea mimi sitaki hata kuzisikia kusema ukweli. Nilipomaliza kumjibu mama, nilichukua jembe langu na kisha niliingia shambani. Nilianza kuchimba pale mashimo kwa ajili ya kupanda mahindi. Wakati huo baba na mama mimi nimewaacha wakiwa wanaongea, huku mimi nikiwa sijui walikuwa wanaongea nini, kwa maana ya kwamba nilikuwa nipo nao mbali kidogo. Tulifanya kazi ya kuchimba mashimo na kupanda shamba lote, kwani halikuwa kubwa sana. Tulimaliza siku hiyo hiyo. Tulielekea nyumbani
na mama alifika moja kwa moja jikoni kwa ajili ya kuweza kupika chakula. Mimi na baba tulijipumzisha katika mwembe ambao ulikopo kando ya nyumba yetu. Tulianza pale kuongea. Ujue baba, kiukweli mimi sasa inabidi nielekee mjini Dar es Salaam. Nahitaji kwenda huko baba kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha. Lakini mwanangu, jiji la Dar es Salaam lina mambo mengi. Na wewe huna ndugu wala huna jamaa. Hivi unadhani utaishi vipi? Usijali kwa hilo baba. Nitapambana tu kiume. Sawa, mimi kwanza siwezi kukuzuia kwa sababu wewe ni kidume na kuruhusu, ila lazima kwanza kuna kitu inabidi nikukabidhi ambacho kitakusaidia huko katika miji ya watu. Baba, kitu gani tena? Mwanangu, mbona umeshtuka hivyo? Hamna mzee, ila nimeshangaa kwamba siwezi kwenda mpaka unipe kitu, ndo najiuliza ni kitu gani ko. Usiwe na haraka hivyo mwanangu. Utakijua tu endapo wakati ukifika. Wakati ndo huu baba, mimi nataka hata kesho niweze kuondoka. Naomba tu niambie ni kitu gani. Punguza pressure kwanza. Si unakumbuka kwamba mwezi ujao wewe unatimiza miaka 26? Basi ndio utakuwa wakati mwafaka wa wewe kujua kitu hiko, maana ndio miaka ambayo wewe utakuwa mtu tofauti kwenye huu ulimwengu. Kiukweli maneno ya baba sikuelewa hata kidogo. Nawezaje kuwa mtu tofauti na ni kivipi? Sikuwa nimepata jibu kusema hilo kweli. Sikuwa nimemuelewa kabisa baba yangu, mzee cha urembo, ni kipi alichokuwa nakimaanisha juu ya maongezi yake. Lakini kwa haraka nikawaza labda itakuwa ni ile swala lilokuwa ameniambia mama ya kwamba kurithi mikoba ya baba. Sikutamani hata hilo jambo la mimi kupewa mikoba liweze kutimia, kwa sababu sikuwa na wazo hata siku moja kwamba mimi nitakuja kuwa katika mambo ya kimila kusema hilo kweli. Nilijaribu sana kumlazimisha mzee ili aweze kuniambia ni kitu gani hiko anachotaka kunipa, na anaposema kwamba nitakuwa mtu tofauti kivipi. Lakini baba kusema hilo kweli aligoma kabisa kuniambia. Yeye alibaki tu kuniambia subiri, wakati ukifika kila kitu utakijua. Basi kusema hilo kweli sikuwa na namna tena. Ilibidi niwe tu mpole. Nilinyosha pale miguu yangu na kuulaza mwili wangu katika mkeka ili niweze sasa kulala kidogo, kwani nilikuwa na uchovu wa shamba uliochanganyikana na njaa. Nilipitiwa na usingizi mpaka pale nilipokuja kuamshwa na mama. Akawa ananiambia, Saifan, mwanangu, hebu amka, chakula tayari. Sasa kutokana na njaa kali niliyokuwa nayo, sikutaka hata niamshwe mara mbili. Nilikurupuka pale kwenye ule usingizi na moja kwa moja kwenye bakuli la maji kunawa ili niweze kupata kula chakula. Lakini nilimsikia mama akisema kwamba, Saifan, kulikoni, mbona una haraka hivyo? Nikamwambia mama, njaa inaniuma sana. Yaani mpaka nahisi kama kuzimia. Haya, kula sasa kama una njaa. Lakini kusema ule kweli, nilipoangalia vizuri sikuona chakula zaidi ya ile bakuli tu ya maji ya kunawa. Nilimuuliza mama, sasa mama, mbona iko chakula hamna sasa? Yapo tu maji ya kunawa. Chakula hamna, unataka nani akutengee? Hebu nenda jikoni kalete, kipo kule tule. Bi mkubwa, yani chakula tu umeshindwa kuja nacho. Okay, ngoja nikachukue. Kwa pale mimi nilinyanyuka nikafuata chakula nikakileta tukala pale na mambo mengine yakawa yanaendelea. Lakini ilipofika usiku, yani nilikuwa nimeshalala, ilinijia ndoto ambayo sikuweza kuielewa kusema la kweli. Nilijiona nikiwa nipo kwenye pori kubwa sana ambalo lilikuwa lina kiza kinene kilichosababishwa na miti kufungamana kila upande. Sikuweza kujua ni wapi pale, ila nilianza kusikia sauti za ajabu kutoka katika ule msitu wenye mgurumo wa ajabu mno. Yaani kulikuwa kuna sauti za mingurumo za kutisha. Nilianza kutetemeka kwa hofu iliyojaa ndani ya moyo wangu. Zile sauti zikawa zinajirudia kwa kusema kwamba, ewe Saifan, mtoto wa pekee wa mzee cha urembo, ama hakika sasa ule wakati wako umeshafika. Hauna budi kukubali kila kitu ambacho utaelekezwa kuanzia sasa. Mimi kwanza hapo niliogopa sana, mpaka nikawa najisemea, hivi mimi naota au ni mambo yanayoendelea kwamba ni kweli? Niligeuka kila upande ili niweze kumuona yule ambaye alikuwa akiongea yale maneno, lakini sikuweza kuona chochote kile, bali ile sauti tu ndio ilikuwa ikisema kwamba, Saifan, naona nahangaika kuweza kuona hiyo sauti ni nani anayeongea. Basi usipate tabu, mimi nipo ndani ya nafsi na mwili wako kuanzia hivi sasa. Aise, sijui ujasiri ulitokea wapi, lakini nilipata ujasiri wa kunifanya sasa nikatoa sauti nikamwambia, kwani wewe ni nani? Na unataka nini kwenye maisha yangu? Jitokeze ni kuone tafadhali.
Lakini cha ajabu ni kwamba ile sauti ilishia tu kucheka pasina kuongea neno lolote. Ilibidi mimi nijikaze nikaongea tena. Nikamwambia, sasa wewe ni jini au ni mtu? Mbona hauonekani? Jitokeze basi nikuone. Ile sauti kwanza ilicheka ikasema, Saifan, punguza maswali. Kinachotakiwa ni wewe hapa kunisikiliza maelekezo nitakayokupa. Nikamwambia, maelezo gani hayo? Kweli ile sauti ikaniambia, nyosha mikono yako kwa mbele na kisha fungua viganja vyako. Na kisha hiki kinachoendelea hapa, asubuhi ukiamka tu kabla kuweza kufanya chochote, umhadithie baba yako na yeye ndiye atakayeweza kujua nini cha kufanya. Kusema ule ukweli, kwa uoga tena nilikuwa natetemeka, nilinyosha mikono na kufungua viganja vyangu vya mikono. Ghafla nilihisi kama vile nimewekewa kitu mkononi. Na kisha ile sauti ikaniambia nifunge viganja vyangu kwa kukunja ngumi. Nilifanya hivyo bila hata kusita. Na hapo nilishtuka kutoka kwenye ndoto ile kutisha, huku mkono wangu ukiwa umekunja ngumi. Baada ya kuona mkono nimekunja ngumi, niliingiwa na hofu ya kwamba yawezekana niliyoyaota yakawa ni ya ukweli. Hivyo nilianza kukunjua mkono wangu taratibu kwa hofu kuangalia ni nini kilichopo kwenye mkono wangu. Lakini nilipofungua wala sikukuta kitu chochote kile. Na hapo ndipo nikaona ile ilikuwa ni ndoto tu na sio kitu kingine. Na hata wazo la kusema kwamba nikiamka nimwombe baba halikuja tena. Maana kwangu niliona tu okay, ni ndoto tu za usiku. Asubuhi na mapema niliweza kuamka na kukuta wazazi wameshaamka muda tu. Niliwasogelea na kuwasalimia na kisha nikaelekea chooni. Nilipotoka tu baba akaniita, akaniambia, Saifan. Nikamwambia, na baba. Hebu njoo hapa. Nikamwambia, sawa baba, nakuja. Nilisogea pale alipokuwa baba ili niweze kumsikiliza nini ambacho anataka kusema. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, baba aliniambia kitu ambacho kilibaki mimi kunishangaza mno. Nilishtushwa sana na kitu alichoniambia baba. Nilibaki mdomo wazi bila kujua kwamba baba amejuaje. Kwa sababu baba aliniambia, mwanangu Saifan, mbona umeshindwa kutekeleza kile ulichoagizwa? Nikamwambia, baba, ni nini hicho mimi nilichoagizwa? Na ni nani aliyeniagiza? Mbona sikuelewi mzee wangu? Na ukizingatia ndo kwanza nimetoka kulala mzee wangu. Baba akaniambia, mwanangu, hivi wewe hukupewa maagizo yoyote ambayo ulitakiwa uweze kunifikishia mimi? Nikasema, kiukweli baba, mimi sijapewa maagizo yoyote kuhusu wewe. Saifan, wewe usiku wa leo umeota ndoto gani? Hapo kusema ule kweli nilishangaa kidogo kutokana na maswali ambayo baba alikuwa ameniuliza, kwa maana yeye alijuaje kama mimi niliota mpaka niulize hilo swali. Kwanza nilijikuta na dua kwa muda mpaka pale baba aliponishtua akaniambia, wewe Saifan, sina kuuliza swali. Mbona umekaa tu kimya? Unanitumbulia macho vipi? Nikamwambia, samahani baba, ni mawazo tu yalikuwa yako mbali. Ila kuhusu ndoto naomba achana nayo baba, ni kweli niliota ila haina maana yoyote. Pale baada ya kumaliza tu kuongea, baba alishikwa na ghadhabu sana. Kwanza alinyanyuka, alianza mpaka kunifokea. Nijua mpaka ilifika sije nikawa naogopa. Akaniambia, hivi wewe Saifan, unafanya masiara na haya mambo sio manake? Na kitu usichokijua ni kwamba kile ulichokuwa unadhani unaota jana sio ndoto, ni kitu halisia kabisa. Na kama utafanya masiara, basi aidha wewe au mimi tutapoteza maisha. Nikamwambia, unamaanisha nini mzee kusema tutapoteza maisha? Kwani kuna nini kinachoendelea? Yaani kuna nini kinachoendelea mzee wangu? Mbona mimi sielewi? Okay, sawa. Ni kwamba wewe ni mtoto ulichaguliwa na mizimu ya kwetu kupewa uwezo wa hali ya juu. Wanaweza kukukinga na mabaya yote ya ulimwengu na hata kuwakinga wengine kupitia wewe. Ila wakati wako ulikuwa bado. Sasa nashangaa hiyo ndoto imekuja mapema bila kutarajia. Hivyo ni lazima tufanye jambo haraka sana ili tuweze kunusurika mimi na wewe. Nikamwambia, mzee, mbona kama vile siku ile unachokiongea? Yaani ni vitu gani hivyo unavyonieleza? Mbona mimi na hayo mambo sipo kabisa mzee wangu? Aidha umetaka au haukutaka, ila jua wewe ndio umechaguliwa. Na hakuna namna, inabidi tuwe hivyo. Nikasema, haise mzee, mbona mimi sielewi? Sielewi nini unachokizungumzia baba. Utanielewa tu mwanangu. Hapo cha kufanya ni wewe kunihadithia kile ulichokiota, na kisha mimi ndo nitakuwa mwongozo wako kwa kila jambo. Kusema ule kweli sikuwa na jinsi. Ilibidi nimsimulie baba ile ndoto kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama alivyosema, ili ajue yeye ataniongoza vipi. Na nilipomaliza kumhadithia, baba akaniambia kwamba, sasa mwanangu, kama ulivyosema kwamba uliambiwa unyoshe mikono na ukapewa kitu, lakini ulivyoamka uko na kitu. Sasa unatakiwa ujue hiko kitu ulikiacha pale pale ulipokuwa umesimama, na inatubidi mimi na wewe tufunge safari mpaka kwenye hilo eneo ili tukachukue kitu. Ndio itakuwa ulinzi wako na ni kitu cha muhimu sana. Unajua maelezo ya baba aliniacha njia panda. Nisijui hata naongea vipi.
Maana vitu ambavyo ananiambia yani tunafikaje sasa hiyo sehemu. Wakati mimi niliona tu kwenye ndoto na sijui ni sehemu gani, yani sijui hiyo sehemu inapatikana ni wapi. Ilibidi nimuulize mzee, nikamwambia sasa baba, wewe unasema tuende kwenye hiyo sehemu na unajua kabisa mimi nimeiona tu ndotoni. Sasa tunafikaje huko mzee wangu? Ondoa shaka mwanangu. Utaelewa tu haya mambo. Huwezi yaelewa haraka ila taratibu utaelewa. Wewe cha kufanya jiandae ili tuianze safari kuelekea huko kwenye huo msitu. Kwa kuwa baba tangu mwanzo nafahamu alikuwa ni mganga, tena ni mganga maarufu tu pale kijijini kwetu. Hivyo sikuwa na jinsi, nilimsikiliza yeye kwa kila kitu ambacho alikuwa ananiambia ili tuweze kufanikisha hilo jambo letu. Kwa mimi nilijiandaa kama ambavyo alinieleza baba, ili mara moja safari ya kuelekea huko nisipopajua ianze. Kwa tulimwaga mama na hatimaye safari ya kuelekea msituni ilianza. Kiukweli tulitembea kwa muda mrefu kidogo, huku sote tukiwa tuko kimya, hakuna aliyekuwa anamuongelesha mwenzie. Tulitembea mwendo wa kama lisali moja hivi na hatimaye tukafika sehemu kulikuwa kuna msitu wa wastani, ndipo baba akasimama na kuniamuru na mimi nisimame. Alichukua mkoba aliobeba na kisha akatoa pale tunguli moja yenye ushanga mweupe na kisha akaniambia, haya sasa Saifan, kamata hiki kibuyu kwa mikono yako miwili, huku fikra na mawazo yako uyawekeze hapo tu kwenye kibuyu. Usiona waza kitu kingine chochote, na kichote niambie ni kitu gani umeona. Basi mimi nilisogea mpaka pale alikuwa amesimama mzee na kile kibuyu. Akaniambia nipige magoti chini na kisha ninyanyue mikono yangu mikono yangu ninyanyue kupeleka juu. Kwa nilifanya kama nilivyokuwa nimeambiwa, na kisha kwenye mikono yangu baba aliniwekea ile tunguli na mimi nilikamata kisawa sawa na kuweka pale mawazo yangu kama baba alivyosema. Kiukweli sikuweza kuamini kwa kile nilichokiona baada ya kushika ile tunguli. Yaani niliona mambo yote yale ambayo niliyaota usiku ambao baba alisema sio ndoto bali vilikuwa ni vitu vya kweli. Pale nilipokuwa nimepiga magoti ilikuwa ndo njia panda. Hivyo kupitia kile kibuyu niliweza kuona njia mpaka pale kwenye ule msitu. Na ni sehemu ile ile. Kwa sema ule kweli nilishtuka. Kwanza ilibidi ninyanyuke bila hata kuambiwa. Lakini baba akaniambia, "Mbona umeshtuka? Na mbona umenyanyuka bila kuudi? Sijakwambia umenyanyuka. Imekuwaje?" Nikamwambia baba, uweze amini. Vitu nilivyoviona wakati nimeshika iko kibuyu na kufumba macho. Umeona nini mwanangu? Hebu niambie. Nikamwambia baba, nimeona njia ambayo mimi imenipeleka mpaka pale kwenye ule msitu na ni sehemu ile ile mzee wangu. Okay, vizuri sana mwanangu Saifan. Na hiko ndicho nilichokuwa nakitaka mimi. Lakini sasa umekosea, ulivyoona tu ulitakiwa uniambie na sio kuinuka na kufumbwa macho yako. Nikamwambia sasa tunafanyaje baba? Hakuna zaidi ya kurudia tena kile tulichokifanya. Na endapo utaona hiyo njia kuna kitu unatakiwa ukifanye. Nikamwambia ni kitu gani kwa mzee wangu? Unatakiwa ukishaona kwenye fikra zako hiyo njia, usithubutu kufumbua macho yako hata kidogo. Na kinachotakiwa ukifanye ni kwamba unyanyuke hivyo hivyo na kisha utanyosha mikono yako mbele na kufuata huo uelekeo wa hiyo njia, na moja kwa moja itakufikisha kwenye hilo eneo pasina wewe kufumbua macho yako. Hapo ni fikra zako tu ndizo zinatumika na sio macho yako. Nadhani sasa umenielewa. Kiukweli nilimuitikia tu mzee, lakini sikuwa nimemuelewa. Ni vipi natumia fikra kutembea pasina kufumbua macho yangu? Lakini ilibidi tu nifanye kama nilivyokuwa nimeelekezwa na mambo mengine nitayajua tu taratibu. Kwa mimi nilipiga magoti kama mwanzo, nikashika vile vile zile tunguli na kufumba macho yangu, na kweli baada ya muda ile njia ilinijia tena kwenye fikra zangu. Na nikamwambia baba sasa ya kwamba tayari nimeiona njia, na ndipo baba akaniambia ninyanyuke na kisha nifanye kama alivyokuwa amenielekeza. Uwezi kuamini. Nilinyanyuka na kunyosha mikono yangu na kisha kufuata ule uelekeo wa njia pasina kufumbua macho, na safari ikawa inaendelea kwa kufuata fikra zangu ambazo naiona ile njia lakini si kwa kutumia macho. Nilitembea kwa kusita, maana kwanza nilihofia nisije nikakwaa kwenye kisiki au naweza nisije nikatumbukia kwenye shimo, lakini kwa maajabu makubwa unajua sikujikwaa wala sikupata shida yoyote. Hivyo safari iliendelea vizuri kabisa. Lakini baada ya kutembea kwa muda kidogo, unajua nilijikuta ile njia sioni tena, bali nilikuwa naondokiza mbele yangu. Mpaka niliogopa na sikujua kwa nini imetokea vile. Ikanibidi nisimame nimuulize mzee. Lakini kabla mimi sijauliza, kabla sijasema chochote, nilimsikia baba akiniuliza, "Vipi, mbona umesimama au umeshachoka?" Nikamwambia, "Hapana baba, ila sijachoka." Ila nini sasa? Twende, muda unaenda. Tuwahi kurudi nyumbani. Nikamwambia, "Baba, ni hivi, mimi hapa sasa hivi ile njia sioni tena kwenye fikra zangu. Yaani naona giza tu."
Akaniambia sawa, vizuri, basi fumba macho yako na uniambie hapa tulipo ni wapi. Kweli taratibu nilifumba macho yangu ili niweze kuona ni sehemu gani tulipo. Kwa maajabu makubwa sikuweza kuamini, kwani ile sehemu ni pale pale ambapo jana usiku nilikuwa nimepaota ndotoni. Nilibaki nimedua kwa mshangao mkubwa sana, na ndipo baba aliponishtua kwa kuniongelesha baada ya kuona kwamba sisemi kitu. Nilikuwa nimesimama tu kama vile sanamu la posta. Akaniambia, Saifan, nilikwambia ufumbwe macho na uniambie ni wapi hapa, lakini wewe umebaki tu kunyamaza tu, vipi? Nikamwambia, baba, yani huwezi kuamini. Hii sehemu ni ile, yani ndo pale pale ambapo nilipota jana usiku. Na hapo ndipo niliposimama, na ndipo niliposimama jana, ndo hapa mzee wangu. Yani hapa niliposimama ndipo niliposimama jana ndotoni. Kweli mwanangu, wewe ni wa pekee. Na hatimaye ile siku sasa imefika ya mimi kukukabidhi kile kitu kutoka kwa mizimu ya mababu na mababu zetu. Na wewe umepata hiyo bahati ya kupewa hiko kitu. Ushukuru sana, maana sio kila mtu anaweza kupewa hiko kitu. Nikamwambia, sasa baba, ni kitu gani iko mimi natakiwa kupewa? Kitu gani mzee wangu? Ujue hapo msikilizaji, niliuliza swali hilo kwa shauku kubwa sana ya kutaka kujua. Maana hofu yangu isije kuwa ni mkoba wa uganga wa kienyeji. Yaani itanifanya mimi ndoto zangu za kwenda jijini Dar es Salaam zikafutika kabisa. Lakini baba akaniambia, Saifani mwanangu, mbona una haraka sana kujua ni kitu gani? Nikamwambia, ndio mzee wangu, maana nina shauku sana na hiko kitu kutaka kukijua, maana inaonekana kabisa ni kitu ambacho sio cha kawaida mzee wangu. Ni kweli, na tukifanya mchezo huku msituni hatutaweza kutoka. Nikamwambia, mzee, hatutatoka? Ndio, hatutatoka. Kwa maana njia kuingia tulitumia hiko kibuyu, lakini ili tuweze kutoka huku ni lazima tukipate hiko kitu ambacho nitakukabidhi wewe. Ndio itakuwa njia sisi kuweza kurudi nyumbani, pasi na hapo tutakaa huku milele. Nikamwambia, sasa baba, mbona unanitisha tena? Tunakaaje milele msituni huko? Si tutakufa mzee wangu. Na kitu usichokijua, huu msitu si msitu wa kawaida kama unavyojua wewe. Huu ni msitu wa mizimu. Japo nilikuwa na shauku ya kutaka kujua hiko kitu, lakini niliingiwa na uoga sana juu ya maelezo ya baba kwamba huu msitu wa mizimu, na kama tukishindwa ndo mwisho wa sisi kuweza kuonekana duniani, na zile ndoto zangu zote za kwenda Dar es Salaam kozi itakuwa zimefutika. Niliwaza kwa muda na kisha nikajivika kwanza ujasiri ya kwamba liwalo sasa na liwe. Acha nione mpaka mwisho jinsi itakavyokuwa. Kwa nilimuuliza mzee, kipi sasa kinafuata ili tuweze kutekeleza hilo jukumu na kisha tuondoke? Baba hapo sasa ndo akanipa maelekezo nini nikifanya. Akaniambia, Saifani mwanangu, umepaona pale mbele? Nikamwambia, ndio mzee, nimepaona baba. Je, unaona kitu gani? Nikamwambia, naona tu mti mkubwa tu. Okay, sawa, sasa tusogee pale ili tuweze kufanya tambiko na hatimaye basi tutakipata kwa kitu. Kwa tulisogea mpaka pale na kisha wote wawili tukapiga magoti, na ndipo baba akaanza kuongea maneno ambayo hata mimi sikujua nini anachokiongea, na wala sikuwahi kumsikia akiongea hivyo lugha. Sikuwahi. Aliongea maneno hayo kama kwa muda kama dakika 15 hivi, huku mimi niko kimya tu kumsikiliza tu, kwa maana sikujua nini anachokiongea kusema kweli. Baada ya muda mzee alikaa kimya kidogo, na hatimaye ile sauti ile ndotoni ile niliyoisikia jana usiku wakati naota ikasikika sasa hapa. Nikawa nisikia live kabisa ikizungumza kwamba, vizuri sana, hakika leo umetekeleza lile jambo la muda mrefu juu ya kijana wako. Nadhani hata wewe unashangaa kwa nini anataka kukabidhiwa hiki kitu wakati muda ambao ulipangwa hujafika, lakini tambua kwamba kuna jambo la haraka sana linaweza kujitokeza na yeye akawa msaada. Ila kwa sasa hautaelewa, lakini kwa baadaye huko ndio utaelewa kwa nini imekuwa ni mapema sana. Sasa uko tayari kwenda kuchukua kwa kitu na hatimaye umkabidhi mwanao, kwa maana kila kitu umefanya kwa sahihi. Ile sauti ilipomaliza kutoa hayo maelezo ilipotea kwa kicheko kizito mno, mpaka ikanifanya mimi nipate hofu kidogo, lakini nilijikaza kiume. Basi tulinyanyuka pale na baba akaniambia, sasa geuka nyuma na twende mpaka pale ambapo ulisimama, na ndipo iko kitu kilipo. Nilimuuliza mzee, nikamwambia, baba, mbona pale nilisimama na sikuona kitu chochote? Inakuwaje umesema kitu kiko pale nilikosimama? Mzee akaniambia, mwanangu, acha maswali, ongoza njia twende pale na iko kitu utakiona tu. Kwa sasa mimi ilibidi nisogee taratibu mpaka pale. Kwa mshangao mkubwa, ile sehemu pale ilikuwa kuna kitu kinang'aa sana kama almasi. Nilifika mpaka pale, nilitaka nikishike kile kitu, ila baba akaniambia nisikishike, nisubiri kwanza. Na ndipo yeye sasa kainama na kuokota kile kitu, na kisha akaniambia ninyoshe mikono yangu ili aweze kunikabidhi. Na mimi nikafanya hivyo hivyo, na hatimaye akakiweka kwenye viganja vya mikono yangu. Baada ya kuweka nilihisi kama vile nimepigwa na shoti hivi, na kisha nikawa niko sawa.
Nikakiangalia kile kitu, kilikuwa kama goroli hivi, lakini kilikuwa kina mng'ao wa ajabu sana, kwani kwa juu kulikuwa kuna kitobo kidogo ambacho unaweza ukaingiza hata kamba. Nilimuuliza mzee, hiki ni kitu gani? Mbona kinang'aa hivi? Baba, hiki ni nini? Kinaitwaje? Iko ni kitu kimetoka kwenye mizimu, na hiyo ni kinga kubwa sana katika maisha yako. Popote uendapo itakulinda wewe na watu wote wabaya ambao watataka kufanya jambo baya juu yako. Lakini jambo la kuzingatia, hakikisha sehemu yote unapokwenda uwe macho, na isije mtu hata mmoja akakione iko kitu. Ni marufuku. Nikamwambia, sasa mzee, mfano mtu sasa amekiona itakuwaje? Kama itakuwa mtu amekiona, basi utakuwa hauna nguvu kwa muda wa siku 3. Nguvu zako zitakuwa zifanyi kazi, na hapo unaweza ukawapa maadui wako muda wa kukufanya jambo baya. Na ndio maana nakwambia, hakikisha hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kukiona wala kukishika. Nikasema okay sawa baba, lakini haujaniambia jina la hiki kitu ni nini? Jina la hiko kitu kinaitwa Ngachiro. Ngachiro? Hilo jina sija kulisikia hata mara moja mzee wangu. Basi hilo ndo jina lake, na iko kitu kina uwezo mkubwa sana wa kuona vitu visivyoonekana, ila kuna jinsi ya kukitumia. Sasa ndo niambie mzee wangu, nawezaje kuitumia hii kitu? Hii kitu, kama mtu amepata tatizo, unaweza kumshika ukiona hiyo kitu, na kisha unaenda pembeni unaangalia kwenye hiko kitu, utaona kila kitu bila shida yote. Itakuwa kama TV. Usikione kidogo, hicho kinaonyesha mambo makubwa sana kwa kitu. Tuliongea mengi na akanieleza mambo mbalimbali kuhusu kile kitu ambacho nilichokuwa nimekabidhiwa ili niweze kukitumia vizuri. Kwa kweli nilijikuta na furahi sana, kwa maana mwanzo nilidhani nitapewa mkoba wa uganga, kitu ambacho mimi nilikuwa sitaki hata kukisikia. Mimi kijana bana, na mambo ya mikoba ni wapi na wapi tena. Hivyo kwa vile kile kitu tena hakina hata mambo mengi, sijui matunguli manini, hakikuwa na tabu sana kwangu kusema ukweli. Basi baada ya maelezo ya hapa na pale, muda ukiwa umesogea sana, mishale kama ya saa 10 za jioni, hatukuwa na budi tena kwa ajili ya kufunga safari sasa ya kuweza kurudi nyumbani. Kwa kutumia kile kitu kinachoitwa Ngachiro, haikuwa ngumu kutoka kwenye ule msitu, na hata safari yetu pia kurudi ikawa ni fupi zaidi, tofauti na vile tulivyokuwa tunaenda. Hivyo haikuchukua muda mrefu, tulifika nyumbani na kumkuta pale mama akiwa amejilaza pale kwenye mkeka. Nilisogea pale na kumtisha kidogo mimi mkubwa. Nikafika pale na kupiga kelele za nyoka. Basi mama alikurupuka sana na alitimua mbio bila hata kuangalia ni nyoka kweli au la. Basi nakwambia, kituo cha kwanza mama break aliweza kuifungia kiwiko mlangoni, na hapo ni baada ya kusikia mimi na baba tukicheka kweli kweli. Mama alikuwa na hema bala. Ujomba kanilimonea huruma. Sasa unajua mtu akiwa yuko usingizini, alafu umshtue jinsi inavyokuwa, basi ndivyo hali iliyokuwa imempata mamangu hiyo siku. Mama alirudi akiwa na ghadhabu kubwa mno iliyomfanya hata ashindwe kuongea vizuri. Kwamba wewe mtoto, mbona unataka kuniua? Unajua kabisa uhai wenyewe umebaki namba 1 tu, na wewe unataka unikatize. Nikamwambia, sasa mama, wewe alikwambia huo uhai umebakia namba 1 ni nani? Ya umeongea na Mungu mwenzetu. Hivyo mtoto umekosa bibi wa kumtania eh? Yaani unanifanya mimi kama bibi yako vile. Sasa ungeniua kwa pressure, nani ungemuita mama? Nikamwambia, bibi mkubwa, wewe bado sana bwana, ufi leo wala kesho bwana. Maana wewe ndio umekuwa Mungu sasa. Hebu niache. Kaeni hapo niwaandalie chakula. Maana tangu asubuhi hamjala, na ukijumlisha na safari mloenda huko mtakuwa mmechoka kweli. Nikamwambia, okay sawa bibi mkubwa, fanya hivyo basi, maana nina ubao si mchezo. Kweli nilipomaliza kuongea naye pale, aliondoka na kuelekea jikoni kwa ajili ya kuweza kutuletea chakula. Baada ya muda mama alitoka na sinia la ubwabwa likiwa lina nyama pale za kuku. Kwa sema ule kweli nilifurahi, maana hatujala kuku kwa muda mrefu sana. Kwa bibi mkubwa alikuwa hataki kabisa kuchinja kuku wake hata siku moja. Unajua nilishangaa hiyo siku imekwaje mpaka mama achinje kuku wake. Nilishindwa kukaa kimya, ilibidi nimuulize bibi mkubwa, "Mama, inakwaje leo? Leo kuku? Au ndo amepatwa na ugonjwa? Maana soga dako mama kuchinja kuku." Mwanangu, leo na furaha sana, na ndio maana nikaamua kuchinja kuku. Tena yule jogo wangu mkubwa kuliko wote. Nikamwambia, mama, kwa hiyo unataka kuniambia huyo kuku umemchinja wewe mwenyewe? Wewe mtoto wa akili hamna kabisa wewe. Sasa mimi mwanamke, na chinjaje? Nilimuita mzee Saidi hapo ndo amekuja akanichinjia. Nikamwambia sawa mama, lakini hujaniambia una furaha nini leo.
Mwanangu, leo na furaha kwa kuwa sasa umeshakuwa mkubwa mwanangu. Na hatimaye leo umeenda kupewa kile kitu ambacho ulitakiwa upewe, maana wewe ndiye uliochaguliwa. Au unataka kusema hiyo safari huko hamjafanikiwa? Sasa wakati wote huo tunaongea, baba alikuwa kimya tu, alikuwa kila zake ubwabwa mdogo mdogo na nyama ya kuku. Ilibidi mimi nimtanie tena mama, nikamwambia ni mama, yani wewe uwezamini. Hiyo safari tulikwenda huko ni sawa, tuna kazi bure tu. Hakuna chochote tulichoweza kufanikiwa. Mama aliniangalia alafu akatingisha kichwa chake kama vile mtu anayesikitikia jambo fulani bila hata kusema jambo lolote lile. Kiukweli nilishindwa kumuelewa mama, kwani alikuwa ananiangalia tu, na hapo nikaona okay, labda yale maelezo yale yalimnyima raha kuona ya kwamba alichokifurahia kumbe hakijafanikiwa kwangu. Lakini baada ya muda kidogo alikoa na kisha akafungua mdomo wake na kuanza kusema, hivi wewe Saifan unanifanya mimi mtoto mdogo? Kwa nini mama unasema hivyo? Hivi unadhani mimi na utu uzima huu ni wa kunidanganya kirahisi hivyo, si ndio? Hamna mama, mimi nakwambia ukweli mama, tena tumerudi kama tulivyoenda. Kwa Saifan unataka kuniambia kwamba hamjafika hata hilo eneo lenyewe? Yani tumefika sehemu husika vizuri tu, ila hatujaweza kufanikiwa kwa chochote. Cha ajabu ni kwamba mama wangu alicheka sana, kicheko ambacho hata mimi sikukielewa. Yani sikuelewa alikuwa anamaanisha nini, lakini mwisho wa siku nilimuelewa baada ya kuniambia, sasa Saifani, mimi najua yote hayo, huwezi kufika kwenye msitu wa mizimu bila sababu maalum. Na hata ukiona hizo sababu, basi ukiona umefanikiwa kutoka, jua hicho kitu ulichokifuata huko umefanikiwa. La sivyo hamna njia yoyote ile itakayokufanya wewe uweze kutoka, bali maisha yako yatabaki huko kwa msituni milele. Mama alinifafanulia kila kitu mpaka nikabaki na shanga. Kumbe hata mama naye anayajua yote hayo. Kwa hata uongo wangu pia ulikuwa ni kama vile kichekesho tu kwa bi mkubwa. Unajua nilijikuta mdogo kama vile kidonge cha Piriton. Basi tulikula pale chakula na kumaliza. Kwa kuwa muda ulikuwa umeshaenda na ulikuwa umeingia usiku, sikuwa tena na haja ya kula, maana ilikuwa bado na shibe kama yote. Usiku wangu wa siku hiyo kwa sema kweli ulikuwa ni wa mauzauza sana. Sikuweza kulala kwa amani. Nilikuwa naona mambo mengi sana yalikuwa yanaendelea usiku ambayo huko nyuma sikuwahi kabisa kuona vitu kama hivyo kwenye maisha yangu yote. Ile kitu nilikuwa nimekabidhiwa ile siku, ama kwa hakika ilikuwa ni maajabu mengi sana. Unajua hili liniwezesha kuona wachawi ambao sikuwahi kufikiria kama wao ni wachawi pale kijijini. Asubuhi kulipokucha mapema sana, nilimfuata baba na kumueleza kwamba vimbweka vyote nilivyokuwa nimeviona usiku ambavyo vilinifanya nishindwe kabisa kulala. Na baba aliniambia kwamba nitaona vingi tu kwenye huu ulimwengu ambavyo kwa macho ya kawaida havikuwa vikionekana. Ila alinisisitiza kwamba kamwe nisiwe mtu wa kuweza kuwatangaza wale ninaowaona katika ulimwengu wa giza mbele za watu, kwani nitakuwa natangaza vita kwa hao watu wabaya, kutokana na kwamba nitakuwa na waumbua kwa watu. Nilimuelewa baba kwa kila neno na nikaliweka kidini mwangu, kwani yeye ni kama mwongozo wangu kwa kila kitu. Baada ya muda ikanibidi mimi sasa nibadili maongezi kidogo. Nikamwambia baba, kama mimi nilivyokuambia hapo nyuma ya kwamba nataka kwenda mjini kutafuta maisha, lakini uliniambia kwamba nisubiri, kuna kitu nataka kuweza kunikabidhi. Ndio mwanangu, nilikwambia na kukuzuia, ila kwa sasa sina kipingamizi na wewe mwanangu. Muda wote unaotaka kwenda, mimi niko radhi kabisa wewe kuweza kuondoka. Nikamwambia nashukuru sana mzee wangu kwa kunifungulia moyo wa mimi kwenda mjini kutafuta maisha. Naamini kwa baraka zako na za mama nitafanikiwa kwa uwezo wa Mungu. Kabisa mwanangu. Kitu ambacho kilinifanya nikuzuia sasa hivi, nishakukabidhi, hivyo sina kipingamizi. Au unasemaje mama Saifan? Hapo baba alimuuliza mama kama naye ameridhia juu ya jambo la mimi kwenda mjini. Naye akajibu akasema hata mimi sina pingamizi juu ya hilo. Kama wewe baba yake umemruhusu, sasa mimi nitakataaje mume wangu? Ila kwa kumbukumbu tu au kukumkumbusha tu, ukifanikiwa usisahau wazazi wako. Na pia ukumbuke umri unaenda huo. Nataka mjukuu na mimi. Mama alivyosema hivyo, unajua alinifanya nicheki kidogo, maana binafsi mimi sikuwa nawaza kabisa kuwa na mtoto kwa wakati huo. Ila sikutaka kumwangusha mama yangu, na nilimwahidi tu kwamba nitamletea mjukuu wake kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo kusema ule ukweli, tuliongea mengi, ikiwamo kunihusia huko kwa watu ninapokwenda, ili niweze kuishi vizuri, maana sehemu za watu zina mambo mengi sana. Kwa kuwa sikuwa hata na pesa ya kwenda kuanzia maisha huko, ilibidi sasa niongee na mzee aweze kunipatia kiasi kidogo cha pesa, kwa maana yeye kwamba angalau alikuwa na pesa kiasi kutokana na kuwatibia wagonjwa waliokuwa wakija pale kwake kutibiwa. Naye baba hakuwa na ajizi, na nakumbuka alinipatia kama 200,000 hivi ambazo zitanisaidia siku 2-3, kisha mimi mwenyewe nitajua niendelee vipi.
Hatimaye siku ya kuondoka ilifika. Baba na mama walinifanyia pale tambiko na kisha kunitakia safari njema huko niendako. Katika kitu ambacho nilikuwa nacho makini, basi ile kitu yangu ya kuitwa ngachiro niliweka vizuri sana kwenye begi langu ili isije ikapotea ikawa ni mtihani mwingine. Tuliagana pale na wazazi wangu na kisha safari ya kuelekea stendi kwa ajili ya kupanda basi ilianza. Sikutaka kuchelewa maana basi lenyewe kwanza lilikuwa ni moja tu. Likipita hilo ni mpaka kesho ndio lipite tena. Wakati nipo njiani nilipita kwenye nyumba moja hivi ilikuwa iko njiani ya mzee Matula. Uweza mimi yule mzee alikuwa amekaa nje, ukimwona ni kama vile amevaa nguo, na alikuwa amekaa kwenye kiti lakini kumbe alikuwa yuko utupu wa mnyama kabisa. Na pia kile kitu alichokuwa amekikalia alikuwa ni mtu, sio kiti. Niliangalia tu na kubaki kucheka mpaka yule mzee ikanibidi aniulize kwamba wewe kijana, nini kinachokuchekesha? Nikamwambia mna mzee wangu, nimejichekea tu kwani kuna tatizo. Tatizo ndio lipo. Kwa nini uniangalie mimi kisha uanze kucheka? Ina maana mimi nimejisaidia ama? Nikamwambia mzee wangu, sasa hayo mambo mengine mimi nikuache bwana, mimi nachelewa gari. Wewe mtoto unajifanya sasa hivi umekuwa, si ndio? Na unaona mambo makubwa, sasa subiri nitakuonyesha kama mimi ndo mzee Matula. Kiukweli sikutaka tena kubishana na yule mzee wala kuongea chochote, maana niliona kabisa hata nipotezea tu muda tu nisije nikaachwa na gari. Kwa hiyo niliendelea pale na safari yangu mpaka stendi, na gari ikafika pale nikapanda na kukaa kwenye kiti. Lakini nilipoangalia kwa dirishani, unajua uweze mimi nilimwona yule mzee Matula akiwa amesimama pembeni ananiangalia. Akiwa tena hana nguo, niliwaza yule mzee ananitafuta nini? Mbona kama kaanza kunifuata yani pasina sababu yote ile. Lakini sikumwekea maanani sana, nilimpuuzia nikaona ni mpuuzi tu kama wapuuzi wengine tu. Hatimaye gari iliweza kuondoka na safari kuelekea Dar es Salaam ilianza rasmi. Kutoka kijijini kwetu barabarani ni vumbi. Yaani barabara ni ya vumbi kwa kipande. Na kisha baada ya kama muda fulani hivi tuliweza kuingia kwenye barabara ya lami, ambapo hiyo sehemu inaitwa Chalinze. Kumbuka hiyo ndo mara yangu ya kwanza mimi kwenda kwenye jiji la Dar es Salaam, japo sikuwa na ndugu wala jamaa yote ulioweza kufikia kwake. Hivyo plani zangu mimi nikifika tu nitafute nyumba ya kulala wageni ya bei rahisi, na kisha kesho yake nianze kutafuta chumba kwa ajili ya kuanza maisha yangu rasmi katika jiji la Dar es Salaam. Kwa kuwa sikuwa napafahamu humo njiani tulipokuwa tunapita, nilijitahidi sana, yani tunapopita nasoma vile vibao vya njiani ili niweze kujua kwamba vijiji hivi vinaitwaje, miji hii tunayopita humo inaitwaje humo njiani. Na hatimaye tukaanza kuingia sehemu ambayo nilianza kuona magorofa, na hapo ndo nikaona sasa itakuwa ndo tumeingia mji wa Dar es Salaam. Nilifurahi sana kufika katika jiji hilo lenye pilika nyingi sana za mambo mengi ya kila aina. Na malengo yangu toka nyumbani ni kuja Dar es Salaam, lakini kuishi sehemu yenye kuitwa Gongo la Mboto. Kwa hiyo niliposhuka tu kwenye ile gari nikawa najiuliza nafikaje huko Gongo la Mboto, maana sipajui na hata sijui gari za kufikisha huko, yani gari za kunifikisha huko nazipatia wapi, yani kila kitu nilikuwa sijui. Lakini kwa mbali nilimwona dada mmoja akiwa amesimama sehemu, ikanibidi nimfuate ili niweze kumuuliza. Moyoni nilijisikia aibu kuuliza, maana ningeonyesha kabisa mimi pale ni mgeni pale jijini, lakini sikuwa na namna. Nikasogea na kuanza kuongea naye. Nikamwambia, dada, habari yako? Samahani, naomba nikuulize. Salama tu kakaangu, wewe niulize tu wala tusije. Nikamwambia okay sawa, naomba unielekeze Gongo la Mboto iko wapi? Wewe unaenda Gongo la Mboto? Nikamwambia ndio, ila sipafahamu maana mimi hapa ni mgeni. Sawa basi usijali, hapa ni Ubungo, lakini kwa bondeni hapo ndo zipo gari za huko, ila usijali mimi mwenyewe pia naenda huko. Kuna mtu hapa nilikuwa namsubiria hapa, lakini naona anachelewa, kama vipi tunaweza kwenda wote huko kakaangu. Kwa hiyo mimi nilifurahi sana kupata mtu ambaye tutaenda wote mpaka Gongo la Mboto, maana unajua tena ugeni. Basi niliongozana na yule dada mpaka kwenye hizo gari za kuelekea huko, na hatimaye tukapanda na kukaa kwenye siti moja. Kwenye maongezi hapa na pale, mimi na huyu bidada, kama unavyojua tena binadamu, tulibadilishana pale namba za simu na safari ikawa inaendelea. Lakini kwenye kupiga story na yule sister, unajua nilijikuta nimemshika kwenye bega lake, na nilichokiona kwake unajua kilinishtua sana. Baada ya kuona kile kitu nilichokuwa nimekiona, nilitoa mkono wangu kwenye bega lake haraka mno, maana ilinitisha kidogo, mpaka hata yeye mwenyewe alishtuka akaniuliza, "Mbona umeshtuka sana kakangu, kuna nini?" Nikamwambia, "Mna kitu dadangu." Najikuta tu nimeshtuka. Ilinibidi tu nizuge ile siweze kuelewa chochote kile, na mimi sikutaka kumwambia chochote kile kwa wakati ule, maana nilimuona ni ana changamoto kubwa mno ambayo inamkabili. Nikamwambia, "Hivi dadangu, jina lako ni nani?" Maana tumekuwa kama marafiki ghafla bila hata kufahamiana majina. Yule mdada unajua aliniangalia kwa tabasamu zito mno, na kisha akaniambia, "Mimi naitwa Jasmine." "Sijui unaitwa nani?" Nikamwambia, "Mimi naitwa Saifan." "Una jina zuri, hongera." Nikamwambia, "Hata wewe pia jina lako ni zuri."
Basi safari iliendelea na hatimaye tulifika Gongo la Mboto na kushuka, na kisha kaniambia mpaka kwao napanda pikipiki. Kwa tukaagana na mimi nikahangaika sasa kupata nyumba ya wageni na nikapata shilingi 10,000. Usiku ule nilimuota sana yule mzee Matula na kila muda alikuwa ananitokea, lakini hakuweza hata kunisogelea. Alikuwa tu akininyoshia tu kidole basi. Asubuhi kulipokucha, kusema ukweli sikutaka kulaza damu. Nilioga nikatoka kwa lengo la kwenda kutafuta chumba cha kufikia, lakini kabla kufanya zoezi hilo simu yangu iliita, na nilipoangalia kumbe ilikuwa ni Jasmine. Alikuwa ananipigia. Nilipokea na nikamsikiliza anasemaje. Akasema, "Halo Saifan, umemkaje?" Nikamwambia, "Nimeamka salama tu, sijui." Mimi namshukuru Mungu niko salama tu. Naona nikaona bora nikuulize, je, ulifika salama kwa ndugu zako? Nikamwambia, "Ndugu tena?" Ndugu, mbona umeshtuka hivyo?" Nikamwambia, "Kwa kweli mimi bwana hapa da sina ndugu yoyote wala jamaa yoyote, na ndio maana ulivyoniambia ndugu kidogo nimeshtuka." Sasa wewe una ndugu wala jamaa huko mjini unafikia wapi? Au umefuata nini kwani? Nikamwambia, "Kwa kweli mimi nimefika tu nyumba ya kulala wageni, yani guest, na nimekuja kwenye hili jiji kwa ajili ya kutafuta maisha." Wewe Saifani, mbona unanishangaza? Yaani mji huu kutafuta maisha hauna hata kagodoro. Jamani. Nikamwambia, "Ndio hivyo, nitaanza tu hata na mkeka, mimi mtoto wa kiume." "Haya sawa, mimi kuna jambo nitakusaidia kama utojali." "Jambo gani hilo?" "Mimi naishi na kakaangu hapa, tumeachua nyumba ya urithi na wazazi wetu. Sasa kuna mpangaji ni jana tu amehama, kama utojali uje upange hapa kwetu, maana utafuta chumba cha kukaa nako pia ni gharama, maana lazima umpate dalali ndio upate chumba kwa haraka, naye atataka pesa." Kiukweli nilifurahi sana moyoni kwa kupata taarifa njema kama zile, kwani niliona kabisa kama safari yangu kiukweli imekuwa na baraka. Isingekuwa rahisi kupata chumba kirahisi namna ile. Kwa kuwa sasa nilishapata uhakika wa chumba, nilituliza kwanza akili yangu na kisha nikatafuta sehemu ya mama ntilie ili niweze kwanza kupata chai. Nilikiona pale kibanda fulani hivi, akiko mbali na pale kwenye ile nyumba ya kulala wageni. Kulikuwa kuna wateja wengi tu kwenye kile kibanda cha mama ntilie. Nilijisogeza mpaka pale na mimi nianze kupata chai. Niliagiza supu na chapati 2. Sasa wakati yule dada ameshika ile bakuri ya supu analetea kwangu, sikuweza kuamini macho yangu, kwani niliona ile supu ikiwa imebebwa kwenye fuvu la kichwa cha mtu kabisa kabisa. Ujumbe kile ilinishangaza. Na hata nilipoangalia kule jikoni kwenye jifulira la supu, niliona ule upawa ambao unapakuliwa ile supu ni mkono wa mtoto mdogo. Kadiri ile bakuli ya supu ilivyokuwa inasogea, ndipo mapigo yangu ya moyo yalivyokuwa yanaenda kasi. Na ndipo alipoweza kunikaribia kabisa, kwangu ile bakuli ya supu ikavunjika pale pale katikati. Na kila kitu kilichokuwa mule kilimwagika chini, na ule mchuzi ukamuunguza ule mbebaji. Wakati huo mimi sijasema chochote, nilibaki tu naangalia kile kilichokuwa kinaendelea. Yule dada aligeuka, akarudi mpaka kwa yule mwanamke mmoja, vinadhani ndo alikuwa boss wa lile eneo la mama ntilie. Akawa ameongea naye pale maongezi ambayo mimi sikujua ni yapi, maana walikuwa kwa mbali kidogo na mimi. Lakini baada ya muda yule boss alinyanyuka akaja pale kwenye meza niliyokuwa mimi. Alisogelea karibu na kisha kaninong'oneza, akaniambia, "Samahani kwa ulichokiona hapa, ila nakuomba uje kwa nyuma kule kimya kimya ili tuweze kuongea." Unajua mimi kwa upande wangu sikuwa na yana. Yeye alipoondoka tu na mimi nikanyanyuka nikaelekea kule ambapo alikuwa ameniita. Nilichokikuta huko nyuma iseni vitu vya ajabu vilikuwa vikiendelea kwenye ule mgao. Baada ya kushangaa kwa sekunde kadhaa, nilishtushwa kwa kushikwa bega langu la kushoto. Nilipogeuka ili niangalie nani ambaye amenishika bega langu, na ndipo nikamwona yule mama. Nikamwambia, "Niambie, umenitia nini huko nyuma?" "Sikiliza ndugu yangu, kile ulichokiona na unachokiona hapa, naomba usije kumwambia mtu yote au kutangaza, kwa maana utaniharibia biashara yangu." Nikamwambia, "Sasa wewe mama, hiki unachokifanya hapa unaona kiko sawa kweli?" "Hapana, kiko sawa, ila kama unavyojua kila mtu anahangaika na kutafuta maisha kwa njia yoyote ile, na hii yote ni katika utafutaji. Sijui umenielewa kijana?" Kiukweli ile hali ya pale mimi kiukweli sikuipenda hata kidogo. Kuna watu wakilishwa vitu vya ajabu ajabu tu. Hivyo sikutaka kabisa kumuelewa yule mama. Dhamira yangu ilikuwa ni kwenda kuwaambia watu ukweli. Ila sasa nikakumbuka kwamba baba alishaniambia kwamba hata siku moja nisije nikaumbua watu wabaya mbele za watu. Unajua nilipokumbuka tu huo sio baba, ilibidi niwe mpole tu kidogo. Kule nyuma nilikuta misukule miwili ikiwa inaitia tu wateja kwa kila upande. Basi yule mama alinisihi sana na akaniambia kwamba atanipa hata hela, ili mradi tu mimi nisimuumbue. Kwa kuwa sikuwa na tamaa na kitu cha mtu, hivyo hata pesa yake pia sikuitaka, kwa maana ya kwamba itakuwa kama tu inahalalisha inahalalisha kwangu kile kitu ambacho yeye anakifanya pale. Nilimwambia kwamba sitamwambia yoyote, yeye aendelee tu na biashara zake. Na tulipomaliza mazungumzo, mimi niliamua kuondoka zangu lile eneo, nikatafuta sehemu nyingine ili niweze kupata kunywa chai.
Nilipomaliza kupata breakfast ya asubuhi, nilifanya pale utaratibu wa kwenda kununua cheni nyembamba hivi ili niweze kuweka kile kitu nilichokuwa nimekabidhiwa na mizimu, niweze kukivaa shingoni na kisha niwe nakificha ndani ya t-shirt ambayo nitakuwa naivaa kwa ndani. Kwa nikarudi pale kwenye ile nyumba ya wageni, nikakitoa kile kingachiro changu, nikakivalisha kwenye cheni na kisha nikavaa shingoni mwangu, alafu nikakificha kwa ndani ya t-shirt. Baada ya muda simu yangu iliita. Nilipoangalia ilikuwa ni Jasmine. Nilipokea. Jasmine aliniambia kwamba ipo stand niende ili akanipeleke huko nyumbani kwao. Kwa nilifika stand nilimkuta pale Jasmine. Tukapanda pale pikipiki kuelekea huko nyumbani kwa kina Jasmine. Baada ya mwendo kidogo na hatimaye tulifika nyumbani kwao. Tulishuka pale na tukaribishwa. Tulipokaribishwa ilikuwa ni nyumba tu, ina kama vyumba 5 hivi. Niliangalia vizuri mazingira lile eneo, halikuwa baya sana. Liko vizuri kwa macho na ndipo Jasmine akaniuliza, "Vipi Safian? Hujapapenda nini? Mbona kama vile umedua tu?" Nikapanda, nikamwambia hapana, sio kama sijapapenda. Sio tena ugeni, lazima kwanza nishangae mazingira. "Basi karibu, huko ndo kwetu, kunaitwa Bomba Mbili." Nikamwambia asante, nimeshakaribia tayari. Na nashukuru pia kwa ukarimu wako tangu siku ya kwanza tunakutana. "Usijali bwana, sisi binadamu hivyo kusaidiana ni jambo zuri katika hii dunia." "Okay, sawa dadangu. Haya, uliniambia kwamba unaishi na kaka yako, je, yuko wapi? Maana naona kama vile kuko kimya tu hapa." "Kaka alipata safari kidogo, nadhani baada ya siku kama 3 atakuwa amesharudi tayari na utamuona tu." "Okay, sawa, nitafurahi kumuona na imani atakuwa na roho nzuri sana kama uliokuwa nayo wewe dadake." Kweli, baada ya maongezi pale kidogo akaenda kunionyesha chumba changu ili niweze kuingia na kukiona chumba kama nimekipenda au ni vipi. Nilipoingia tu ndani sikuweza kuamini, kwa nilikuta nimewekewa pale na godoro. Nilipomgeukia Jasmine nilimshukuru mno kwa mara ya pili kwa wema ambao ameendelea kunitendea, ambapo hata hanijui wala hata anifahamu. Basi naweza nikasema maisha mapya yakaanza katika nyumba ya kina Jasmine. Chumba kwa mwezi kodi ilikuwa ni shilingi 20,000. Kwa nikalipa pale miezi 3 na pesa iliyobaki nikanunua baadhi ya vyakula pamoja na jiko. Siku iliyofuata asubuhi nikatoka nikaenda kutafuta kibarua ili maisha yangu yaende vizuri. Nilizunguka tu siku nzima lakini sikufanikiwa kupata chochote kile. Hivyo nilirudi nyumbani na kuangalia siku nyingine itakuwaje. Baada ya siku ya 3 yule kaka yake aliweza kurudi na akanikuta mimi nikiwa nimekaa kibarazani. Alinisalimia huku akiwa amekunja sura na sielewi kwa nini imekuwa hivyo. Hali ya kwamba mimi na yeye hatufahamiani. Iweje awe kama mtu aliyekuwa amenikasirikia pasi na sababu ya msingi. Baada ya dakika kama 3 nikaanza kusikia kama kuna zogo huko ndani. Nilinyanyuka ili nikaona ni kitu gani kinachoendelea huko ndani. Maana kulikuwa kuna zogo sio la kawaida. Nilipofika ndani nilikuta Jasmine na yule jamaa ambaye nilisi kabisa ni kaka yake wakizozana, na maongezi yao yote yalikuwa yakinilenga mimi. Ni kwa nini yeye ameamua kunipangisha mimi bila hata kumpa taarifa kaka yake? Na maongezi yao mimi nilisikia kabisa. Kaka mtu akanamwambia Jasmine, "Wewe kwa nini umempangisha mtu bila hata kunipa taarifa yoyote?" Sasa kaka, kwani tatizo liko wapi? Yule mpangaji wa mwanzo amehama, amekuja mwingine, nimeamua kumpangisha, kwani tatizo liko wapi? Kwa hiyo wewe haupo. Kwa hapo unapojiona hauni tatizo kujichukulia tu maamuzi bila hata kuweza kunishirikisha. Unaona hilo ni sawa, si maana yake? Labda kwa hilo mimi nimekosea, ila kama ni pesa mbona mimi sijaitumia, nimeiweka ili ukirudi nikukabidhi. Sikia Jasmine, mimi sina shida na hizo pesa zako. Ila tukiufupi huyo mpangaji wako mimi simtaki hapa nyumbani. Sasa wakati wanaongea hayo mtu na dada yake, mimi nilikuwa nimesimama ndio niko pembeni bila wao kuweza kuniona. Lakini baada ya muda kidogo ndipo ile kaka yake alipopiga jicho upande ambapo mimi nilikuwepo, na aliponiona mimi aligundua kabisa nilikuwa nikisikiliza yale maongezi yao. Aliamua atoke pale na kuingia chumbani kwake. Jasmine sasa naye kwa muda ule ule aligundua kwamba mimi nilikuwa niko eneo lile, na ndipo akasogea pale ambapo mimi nipo. Nilikuwa tu nimesimama. Akaanza kuniongelesha pale, "Saifani, vipi uko hapa kwa muda mrefu sana?" Au nikamwambia, "Hamna Jasmine, mimi sina muda sana tangu nipo eneo hili." "Saifani, unataka kuniambia kwamba wewe hujasikia chochote ambacho tulikuwa tukiongea pale?" Nikamwambia, "Hapana. Kusikia nilisikia ila nini Saifani?" Ila sikuweza kuelewa mlikuwa mnaongea nini. Kiukweli mimi hapo nilizuga tu ya kwamba sikuwa nikielewa kipi walichokuwa nakizungumza, ili tu Jasmine asije akajisikia vibaya, kwani kujua kwamba mimi nimesikia eti kwamba sitaki kwenye ile nyumba, nadhani angejisikia vibaya zaidi. Basi Jasmine baada ya kuweza kumjibu vile, alionekana ni mtu mwenye furaha ghafla tu, maana wakati anakuja pale uso wake ulikuwa umesawajika kwa huzuni kusema ule kweli. Wakati nikiwa niko pale na Jasmine,
Huku nikiwa nimenyamaza tu kimya kwa muda, nikiwa natafakari kile kilichokuwa kimetokea, ndipo nilipoweza kushtuliwa na Jasmine kwa kunigusa bega langu na kisha akaniongelesha, akaniambia, vipi Saifan? Mbona unaonekana kama ni mtu ambaye ulojawa na mawazo sana? Nikamwambia, hapana Jasmine, mimi niko sawa kabisa, wala usijali. Sawa Saifan, bwana yule mimi ndo kakaangu, jina lake anaitwa Harun. Okay sawa, nilivyomuona tu nilijua kwamba ndo yeye kaka yako, wala hata haikunipa shida. Saifan, wewe ulijuaje kama ndo yeye wakati hata haukuwahi kumuona? Nilimjua tu kwa kuwa mmefanana sana na kaka yako, ni mpo kama vile mapacha. Alafu mimi nashangaa sana, sijui kwa nini watu wengine wananifananisha sana na kakaangu wakati mimi mwenyewe najiona hata sifanani naye. Jasmine, sasa wewe mwenyewe huwezi, yani hauwezi kujiona kama mfano kakako, ila sisi watu wa pembeni ndo tunawaona kwamba nyinyi mmefanana. Asante, kama umeona basi nimefanana kakaangu. Shukrani. Ndivyo Jasmine, yani wewe ulivyo hivyo una roho nzuri. Na imani hata kakako pia anaonekana kwamba ni mtu mzuri sana. Ni kweli Saifan, kakaangu mimi ni mtu mwema sana. Sana, hasa kwangu. Unajua amekuwa akinitunza vyema tangu wazazi wetu walipofariki dunia. Amekuwa ndo kama mama ndo kama baba, yani huwezi niambia chochote juu ya kakaangu. Nampenda na ananipenda sana, na hata ule mzozo ulikuwa umeusikia, sio kwamba labda kwa ubaya, ila tu alikuwa akinielekeza kwamba msipaswi kufanya maamuzi bila kumshirikisha yeye. Kiukweli Jasmine alimsifia sana kaka yake kwa kila kitu na kuonyesha kabisa kuwa alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye maisha yake na hakuna mtu ambaye atachukua nafasi ya kaka yake kwenye maisha yake. Basi tukaongea pale kwa muda na kisha nikaamua nimwache pale. Mimi nikaamua sasa kuingia ndani kwangu ili nipumzishe kwanza akili yangu kidogo. Lakini nilitafakari, kwa nini yule kaka yake na Jasmine wa kuitwa Harun alimwambia mdogo wake kwamba mimi hanitaki pale? Nini sababu? Lakini hata hivyo unajua nilipata tujibu labda itakuwa ni hasira zake tu, kama ambavyo mdogo wake aliniambia kwamba hapendi kumuona akifanya maamuzi bila kumshirikisha kaka yake. Na hivyo nilijua kabisa hasira zikimpungua basi swala la kuniambia kabisa mimi anitaki litakuwa labda limeisha. Panapo majira ya usiku sana, mida kama saa 6 hivi za usiku, nilishtuka baada ya kusikia sauti ya watu nje wakiwa wanaimba. Nilishangaa sana, usiku ule ni nani hao tena wanaimba? Usiku wote ule ni kina nani hao ambao walikuwa kiimba na kucheza huko nje? Kwa nilijikuta nikipatwa na hofu na mapigo yangu ya moyo yakawa yanaenda mbio, yani kama mtu niliyekosa kuuliwa hivi na mnyama huko polini. Nilinyanyuka pale taratibu kutoka kwenye godoro ili niweze sasa kusogea dirishani niweze kuchungulia nje nione ni nini kinaendelea na kina nani hao ambao walikuwa huko nje. Nilifika mpaka dirishani nikafungua pale pazia taratibu na kuangaza kwa nje nione ni kina nani, ila kutokana na giza nene la usiku ule sikuweza kuwatambua kwa sura, kwa niliona tu kama vile vivuli vikicheza cheza, na walikuwa wakionekana ni watu ambao walikuwa na furaha sana, na sikujua ni kina nani, sikujua nini ambacho kilikuwa kimewafurahisha, kwani hawakuwa kiongea kitu chochote kile zaidi tu ya kuimba na kucheza tu basi. Lakini baada ya muda kidogo wakiwa wanacheza kwa furaha, ghafla walipotea wale watu kama upepo. Hapo ndipo mapigo yangu ya moyo yalipoongezeka kasi, na kwa haraka nilijikuta nikijitupa kwenye godoro huku nikihema kama mbwa. Niliwaza na kuwazua ni kina nani wale, na kwa nini walikuja kwenye ile nyumba na kucheza na kisha kuimba namna ile na kuondoka. Nilichukua ile cheni yangu yenye ngachiro ile ili niweze kuangalia kama naweza kuona chochote, lakini sikuweza kuona kitu chochote mule. Basi sikuwa na jinsi, ilibidi tu nitulie kwenye godoro mpaka asubuhi, kwa maana kwamba sikuweza kabisa kupata usingizi kusema ukweli. Asubuhi ilipofika nikaamua pale kumpigia baba ili niweze kumjuza kile ambacho kilichokuwa kimetokea usiku. Nilimwambia pale, baba, habari za asubuhi? Akaniambia, salama tu mwanangu, vipi mbona asubuhi yote hii kuna nini? Nikamwambia, ni baba, usiku wa jana sijalala kabisa kwa mambo niliyoona hapa. Hapa nilipofikia baba, acha. Umeona nini mwanangu? Hapo ilibidi nimueleze baba mwanzo mpaka mwisho kwa kile ambacho nilichokiona jana usiku. Na ndipo baba akaniambia, sasa Saifani mwanangu, wewe ni mtu mwenye nguvu kubwa sana ya kuweza kuona chochote kile ambacho kwa macho ya kawaida hakionekani, na unaweza kukifanya chochote hasa katika ulimwengu huu wa giza. Sasa unaniambiaje kwamba ulishindwa kuona hata sura zao? Nikamwambia, ndio hivyo baba, sikubahatika kabisa kuona kabisa sura zao. Sasa sikiliza mwanangu, kwa jinsi hivyo ulivyonieleza ni kwamba hao watu kuna jambo kubwa sana wanataka kulifanya.
Sasa sijajua ni kwako mwanangu au kuna mtu anamlenga, ila kama ni kwako basi wataumia wao, maana hawatakuweza. Cha muhimu ni kwamba pindi utakapoona kwamba wapo hao watu, chukua ngachiro uwe nayo hapo, na utaweza kuona kila kitu, hata kama kitakuwa kwenye giza kiasi gani. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Ngoja niinuke basi nikaendelee kutafuta kibarua, maana sijafanikiwa bado. Sawa mwanangu, mimi nikutake kila laheri, na imani mizimu ya kwetu itasimama na wewe, na hatimaye utafanikiwa kupata kazi, japo elimu hauna mwanangu. Sawa baba, asante kwa dua yako. Wacha mimi nijiandae. Nilikata simu ya mzee na kisha nikatoka nje, na mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni Harun. Nilishangaa. Ile asubuhi unajua nilichangamkia kama sio yule ambaye jana alikuwa amefura kwa hasira juu ya mimi kuwepo pale kwao. Tulisalimiana na kisha mimi nikaelekeza zangu wapi? Msalani. Nilimaliza pale maandalizi yangu yote na kisha nikaondoka zangu, huku ile ngachiro yangu ile ilikuwa haitoki shingoni mwangu. Ile siku kwa sababu nilizunguka sana, na hatimaye Mungu alinisaidia nikapata kibarua sehemu ya kufyatua tofali na kuwekwa katika kitengo cha ubebaji, yani kutoa pale kwenye mashine na kwenda kuyapanga sehemu maalum. Nilifurahi sana, japo ni kazi ambayo ilikuwa ina ujira mdogo, ila angalau sasa maisha yangu nikiamka najua kabisa ya kwamba naenda wapi. Maana kwenye maisha hakunaga kitu kibaya kama unaamka asubuhi alafu hata hujui wapi unaenda. Kwa maana kwamba unakuwa hauna kazi wala kibarua, unakuwa ni mtihani mgumu sana, na sidhani kama kuna mtu anapenda kupitia katika hali kama hiyo. Basi bisikulaza damu, kwani siku ile ile niliingia mzigoni na kupiga kazi mpaka jioni tulipoweza kufunga kazi, nami nilioga na kuanza safari sasa kuelekea nyumbani, sasa nikiwa niko hoi kwa sababu sikuwahi kufanya kazi kama ile katika maisha yangu. Kwa hiyo ule usiku nililala kama mtu aliyekufa, lakini nilishtushwa na kishindo cha mtu kama vile aliyedondoka huko nje. Ilinibidi nikurupuke pale kama mwizi, nikatoka kwenye godoro. Kama unavyojua sikuwa na kitanda, na hata nikafungua pale mlango kuona ni nini kilichokuwa kimeanguka huko nje. Bani nilishangaa baada kumwona Jasmine akiwa ameanguka chini. Tena alikuwa amepoteza fahamu, yani kama vile hakuwa mtu wa kujitingisha wala kufanya chochote, huku ndoo ya maji ikiwa imeanguka kwa pembeni. Ikimaanisha kabisa alikuwa anaelekea bafuni, na tayari ilishakuwa asubuhi mishale kama ya saa 1 hivi, 12 kuelekea saa 1. Ilibidi nikimbie pale kwa haraka mno, ila nilisita kumshika, kwani alikuwa amevalia tu kanga, na hata kanga yenyewe pia ilikuwa kama vile imefunuka hivi kidogo. Hivyo niliingiwa na hofu. Mimi si mtoto wa kiume, alafu yule ni wa kike, hofu lazima iwepo. Huwezi kumshika tu dada wa watu. Lakini kwa bahati nilimwona mdada mmoja hivi aliyekuwa anakuja kwa kasi mno pale ambapo alikuwa ameanguka Jasmine. Sikumjua yule mdada ni nani, hivyo ilibidi muulize, ngambia wewe ni nani, umetoka wapi? Mimi naitwa Amina, ni mpangaji mpya wa eneo. Kwani wewe ni nani? Nikamwambia mimi naitwa Saifan, ni mpangaji wa chumba hicho hapo cha pili. Na nilishtuka baada kusikia mtu ameanguka, ndio nikakimbilia kuja kumuona. Hebu kwanza mfunike vizuri na kisha tumtoe hapa na tumsogeze sehemu nzuri. Basi yule dada alimfunika pale Jasmine vizuri, na kisha tukambeba na kumweka sehemu ambayo ilikuwa iko nzuri. Kwa muda wote huo kaka yake hajatokea. Ikabidi mimi kwenye chumba cha kaka yake niweze kumgongea ili nimpe taarifa za mdogo wake juu ya kile kilichokuwa kimemkuta mdogo wake. Niligonga pale pasina mafanikio yote, kwani hakuna ambaye aliniitikia. Hivyo kimaanisha kabisa hapakuwa na mtu ndani. Nilishangaa kwamba asubuhi yote ile atakuwa kaenda wapi. Ila sikujaji sana mjue. Ikabidi nitoke tu na kwenda kumwangalia tena Jasmine kama atakuwa amezinduka, ila alikuwa bado yuko vile vile. Na ndipo Amina akatoa wazo kwamba pale sasa Saifan, kama kaka yake hayupo, sisi tufanye mpango wa kumpeleka hospitali. Nikasema sawa, sio wazo baya, ngoja tumpeleke na kisha kaka yake akirudi tutamwambia, tutampa taarifa. Nilinyanyuka pale na kuingia ndani kwangu ili nivae shati, maana nilikuwa nimetoka tu na singlendi. Nilichukua shati nikavaa na ile chini yangu nikaivaa, nikaificha ndani ile ngachiro yangu ili isifanye jisionekane na mtu yote. Nilitoka nje na kumkuta pale Amina na ikiwa bado yuko ndani kwake. Nilijaribu kumgusa Jasmine kichwani, na ndipo nilipoona mambo ya ajabu sana. Niliona Jasmine akiwa yuko sehemu kama vile amewekwa kwenye mti mkubwa sana, huku akiwa hajielewi, na kulikuwa kuna moshi fulani hivi mweusi. Na ghafla nikamwona kaka yake akiwa anakuja akiwa amekamata kisu mkononi. Kumbuka hayo nayaona wakati tu nilipomshika Jasmine kichwani. Nilishtuka sana baada ya kuona sura kaka yake, na ghafla nikautoa mkono wangu kichwani mwa Jasmine baada ya kumwona Amina anakuja. Kwanza mimi nilinyanyuka faster nikarudi ndani kwangu, na hata sikujali wakati Amina ananiita. Sikugeuka wala kumuitikia, nikaingia ndani nikafunga mlango wangu, na kisha nikachukua simu nikampigia baba.
Nikamwambia baba, habari za muda? Akaniambia salama. Kuna nini? Mbona unaonekana unaongea kwa hofu kubwa sana? Shida nini? Nikamwambia baba, huwezi amini, huyu dada ambaye amenipokea huku leo ameanguka uwanjani, haongei wala tingishiki, lakini nilipomshika kichwani mwake niliona vitu ambavyo sivielewi. Ni vitu gani hivyo mwanangu? Hebu niambie ili nikupe maana yake. Nikamwambia baba, nilipomshika ile binti kichwani nilimwona akiwa katika mti mkubwa, halafu pembeni yake kuna moshi mweusi, lakini cha kushangaza nilimwona kaka yake kabisa, ni kaka yake akiwa ameshika kisu akiwa anakuja alipokuwa mdogo wake. Mwanangu, huo ni mchezo mdogo sana. Mbona huyo dada amerogwa na uchawi mweusi? Na uchawi huo unakuwa taratibu kadiri ule moshi unavyouvuta. Na kama unakumbuka juzi uliona watu hapo wanacheza na kufurahi, basi kaa ukijua hiko ndicho walichokuwa wanakifurahia. Nikamwambia baba, unamaanisha nini? Namaanisha kwamba huyo dada anatakiwa kutolewa kafara. Muda wote ule, muda wake umefika. Sasa baba, namsaidiaje huyu mtu? Maana amekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Mwanangu, mimi si kwamba kila siku nitakuepo tu kuniuliza. Kumbuka wewe una uwezo mkubwa sana. Hivyo jaribu kukumbuka kile nilichokueleza juu ya ufanyaji kazi wa hiyo ngachiro. Sasa mzee alipomaliza hivyo alikata simu. Nilijaribu kukumbuka yote ambayo alinielekeza na hatimaye nikapata jibu la nini cha kufanya. Nilitoka nje nikamdanganya Amina ya kwamba aende akanunulie pale vocha ili pale sasa nibaki mimi mwenyewe nianze kufanya mambo yangu niweze kumsaidia Jasmine. Aise, nilimpa pesa ili aende huko dukani. Na hatimaye akatoka pale nikabaki mimi na Jasmine. Na wakati wote huo kusema ukweli sikujua kaka yake yuko wapi. Alipotoka tu Amina, nilitoa ile ngachiro yangu na kisha nikaiweka kwenye kichwa cha Jasmine, nikamuita pale kwa jina lake mara 7 na hatimaye nikasikia kiitikia kwa mbali sana, ni kama mtu ambaye yuko kwenye shimo, na baada kama dakika moja hivi alifumbua macho yake na kunitazama. Alishtuka baada ya kukutana na macho yake na ya kwangu. Alinuka kana kwamba hakuwa amepata tatizo lolote lile. Sasa yeye Jasmine akawa ananishangaa, "Wewe Saifan, kuna nini hapa, mbona sielewi?" Nikamwambia mna kitu. Hebu tulia kwanza, utulize akili yako. Hapana Saifan, naomba niambie. Maana mazingira sielewi. Maana mara ya mwisho mimi nakumbuka jana usiku nilivyoingia kulala sikutoka nje, inakwaje tena nimejikuta nimelala hapa chini tena nje? Hapo hata mimi nilimshangaa. Maana mara ya mwisho alitoka nje na ndoo na kisha ndo kaanguka. Sasa anasemaje kwamba mara ya mwisho yeye alikuwa ameenda kulala? Nikaisi tu itakuwa ni bado kumbukumbu zake sijakaa sawa. Maana ile hali alikuwa amepitia haikuwa ndogo kusema la kweli. Sasa wakati huo Amina naye alikuwa anaingia sasa. Alimkuta Jasmine akiwa ameshanyanyuka pale na kukaa kitako, akawa anaongea na mimi. Alistajabu, maana hali aliyokuwa amemwacha nayo na jinsi alivyomkuta ni tofauti. Ikabidi aniulize kwamba wewe Saifani, imekwaje, mbona sielewi? Nikamwambia uelewi nini Amina? Kama unavyoona Jasmine ameamka na yuko poa tu. Kwa hali aliyokuwa nayo Jasmine imekwaje sasa? Ghafla tu kiasi hiki, kwani umemfanyaje? Nikasema sijamfanya kitu chochote, ni yeye tu. Mimi nimekaa hapa na ghafla tunaona ameamka. Sasa kutokana na yale maongezi yetu ikamfanya Jasmine apatwe na maswali ya kwamba ni kitu gani kinaendelea kwake, na ndipo ilibidi tu tumwambie ukweli wa ile hali ambayo ilikuwa imemtokea. Kiukweli Jasmine alionekana kuogopa sana baada ya kumwambia yale. Kwanza alinyanyuka bila kuongea kitu chochote na aliingia ndani kwake na kujifungia mlango. Na mimi kutokana na jinsi alivyokuwa amenyanyuka pale, nilihisi tu kuna jambo. Hivyo nikasogea mpaka mlangoni kwake nikamuita pale ili atoke nje, lakini Jasmine hakuweza kufungua mlango wala hata kunitikia. Basi sikuwa na jinsi kwa kuwa muda ulikuwa umeshasonga na nilikuwa natakiwa niweze kuwa kazini. Nilitoka haraka ili kwenda kule kwenye ile kazi yangu ya matofali. Nilipofika pale nilikuta wenzangu wameshaanza pale muda tu, na ndipo bosi alipoweza kunigombeza kwamba ni siku ya pili tu lakini tayari nimekuwa mcheleweshaji. Nimekuwa mchelewaji wa kazini. Je, nikizoea kazi itakuwaje? Lakini mimi nilimueleza bosi tatizo ambalo linifanya nichelewe. Yeye alikuwa nimuelewa, hivyo akanisamehe na nikafanya pale kazi yangu kama kawaida. Kama ilivyo ada, kazi inapoisha kila mtu anarudi kwake kwenda kupumzika. Lakini siku hiyo usiku sikuweza kulala. Usiku wakati niko chumbani kwangu, unajua nilianza kusikia vicheko na mingurumo ya ajabu sana. Nikaona sasa leo kazi ipo. Ile nashangaa tu. Ghafla ndani kwangu walitokea tu watu ambao walikuja kichawi tu na kisha wakaanza pale kuniongelesha kwamba wewe kijana, wewe unajikuta nani hasa katika dunia? Mimi nikamwambia unamaanisha nini? Na mmefuata nini hapa ndani kwangu? Hebu naomba muondoke kabla hata sijafanya kitu kibaya. Walicheka wakasema wewe kijana.
unadhani unaweza kututisha wewe? Mtu mdogo sana katika ulimwengu. Tunaweza kukufanya chochote kile na kwa wakati wote ule. Nikamwambia kama mnaweza jaribuni muone. Sasa wakati naongea hivyo, huku taratibu nasogelea sehemu ambayo niliweka ngachiro yangu ili niweze kuishika na kujua ni nini cha kufanya. Hatimaye nilifika na kuikamata, na hapo ndipo nikaona wote kwa sura zao bila hata kificho, na nilistaajabu sana kwa zile sura ambazo niliziona, kwani alikuwa ni kaka yake Jasmine, yani Harun, na yule mama ambaye mwenye ule mgawa ambaye alikuwa anatumia viungo vya watu kufanya ndo kama upawa wa supu, na hata kumiliki misukule ambayo ndio ilikuwa ikiita wateja. Na watatu alikuwa ni ule mzee wa kule kijijini ambaye nilimkuta akiwa amekaa nje utupo kabisa, alikuwa anaitwa Mzee Matula. Bila uoga mimi nilianza kuongea nao. Mpaka sasa wenyewe wakashangaa kwa sababu mimi nimejuaje, nimeweza kuwatambua, kwa maana ya kwamba niliwataja mpaka kwa majina na kuwauliza kwamba shida yao kubwa kwangu ni ipi. Walibaki wakitazamana tu bila kunijibu kwa muda. Walitazamana tu kwa muda basi na kutoa majibu yoyote yale, na kisha ghafla walipotea pale ndani kwangu. Nilibaki nikicheka tu, kwa maana ya kwamba walishindwa kunifanya kitu chochote ambacho ni kibaya kwangu. Nilirudi zangu kwenye godoro, nikauchapa pale usingizi bila shida yoyote ile mpaka asubuhi. Niliamka ili nijiandae kwa ajili ya kuelekea kazini, lakini kabla ya kuweza kuondoka ilinibidi kwanza nimwangalie Jasmine kwanza, maana nina siku kama 2 sijamwona nje. Nilienda mpaka mlangoni kwake na kugonga mlango wake kwa muda kidogo, na ndipo nikasikia sauti kwa mbali ikiniitikia kwamba ingia tu. Unajua nilijifikiria na ingiaje ndani kwa mwanamke? Tena aliniitikia kwa sauti ya chini. Ila nikapiga moyo konde, nikafungua mlango taratibu na kuingia ndani. Nilimkuta Jasmine akiwa yuko kitandani. Tena akiwa yuko katika hali ambayo sio nzuri, ikabidi nianze kuongea naye. Nikamwambia habari za asubuhi Jasmine. Hivyo tu. Saifani kama unavyoniona. Hapa nipo tu kitandani, hata kuinuka na shindo. Wewe Jasmine unasema unashindwa mpaka kuamka? Niambie shida nini tena? Saifani uweze amini, tangu ile siku nimeanguka pale chini na baadaye kuzinduka na kuingia ndani, basi sikuweza tena kutoka nje. Pole sana Jasmine. Nakuonea sana huruma, kwa maana kabisa wewe ni mtu pekee ambaye ulinipokea vizuri tu pindi tulinipofika tu katika ile jiji. Hivyo tangu siku ile nimekuwa mtu kuweweseka tu na kuona mambo ya ajabu, sijui hata ni nini. Jasmine aliongea kwa tabu na uchungu mkubwa mno, kuonesha kabisa ya kwamba alikuwa anapitia mambo makali sana moyoni mwake, na sijui ni kipi kilikuwa kikimsumbua. Mimi nilikuwa nafahamu ya kwamba ni kaka yake ambaye ndiye mhusika mkuu wa kile kinachomsumbua, lakini je, nawezaje kumwambia na hali ya kuwa yeye anamwamini sana kaka yake? Je, ataweza kweli kunielewa? Kiukweli nilibaki njia panda kwa kwamba nimwambie tu. Lakini kuna nafsi nyingine inaniambia nyamaza. Nilifikiria kwa muda, lakini sikupata jibu la kwamba nimwambie kwa njia gani, ya kwamba kaka yake ndiye anayefanya yote yale, na lengo kubwa lilikuwa ni kumtoa kafara mdogo wake ili aweze kupata chio kwenye uchawi wao. Niliona kwa sasa haina umuhimu, bali umuhimu ni kumsaidia Jasmine kwanza ili arudi katika hali yake ya kawaida. Nilimshika kichwani na kuongea naye pale maneno ambayo nilikuwa hata sielewi nini nilichokuwa nakiongea, maana hata mwenyewe nilishangaa tu, natamka lugha ambayo hata haieleweki. Nilitumia kama dakika 3 mpaka 5 hivi, na hatimaye Jasmine pale kitandani aliamka na kaka kitako, akiwa ni mtu mwenye nguvu na hata nuru yake pia ilirejea. Jasmine alinishangaa sana, na hatimaye lile alilokuwa nalo moyoni alishindwa kulivumilia. Hatimaye akaniuliza wewe Saifani, wewe unawezaje kufanya hivi? Najua wewe ni nani? Nikamwambia Jasmine hilo halina umuhimu kwa sasa, bali umuhimu ni kuangalia kwanza afya yako. Hapana Saifan, naomba uniambie, maana leo ni mara ya pili naona unanisaidia. Usizani kama ile siku sikujua kwamba wewe ndio ulinisaidia, ila tu nilizuga. Jasmine, acha niwahi kazini kwangu na kisha nikirudi basi tutaongea vizuri, wala hata usijali. Kiukweli sikutaka iwe haraka hivyo kumwambia kwamba mimi nina uwezo gani mpaka ikafikia hatua ya kuweza kumsaidia kwa mambo ambayo yamemtokea. Nilinyanyuka huku Jasmine akisisitiza nimwambie, lakini mimi sikujali. Nilifungua mlango na kisha nikatoka, lakini wakati natoka nilikutana uso kwa uso na Haruni ambaye ni kaka yake na Jasmine. Nikamsalimia, lakini wala hata kuitikia salamu yangu, bali alichokifanya yeye ni kunisonya tu na kisha kaingia chumbani kwake. Sikujali sana hali hiyo, maana tayari nilishajua ni vita ipo kati yetu. Nilichukua maji yangu ili nikaoge, lakini nikakutana pale na Amina akiwa amevalia kanga moja tu. Akanitazama kwa jicho moja vile uchokozi, yani kama mtu ambaye alikuwa akinitega kwa jambo fulani hivi.
Sikutaka kushughulika naye, bali mimi nikaendelea na safari yangu ya kuelekea bafuni. Lakini Amina akaniongelesha kwamba Saifan, mbona unanipita kama vile unioni? Hata salamu jamani, au tuna ugomvi? Nikamwambia hapana, ila tu nimegafirika tu, naomba unisamehe kwa kutokukusalimia. Usijali, ila kwani wewe hauna mke? Mbona kama vile nakuona uko mwenyewe tu tangu nafika hapa jirani. Kwani wewe hauna mume? Mbona nakuona uko mwenyewe tu kulikoni? Saifani bwana, mimi nakuuliza swali na wewe unaniuliza badala ya kunijibu. Amina, tutaongea baada ya mimi nijiandae ili niweze kwenda kazini, nachelewa. Baada ya kumwambia hivyo Amina, cha kushangaza, Amina alichukua ndoo yangu ambayo ilikuwa ina maji, aliibeba na kisha akaipeleka bafuni. Unajua kwa kweli nilimshangaa sana Amina. Sikuwa nimemuelewa yale mazoea ya ghafla kwangu ameyatolea wapi. Mbona ni kama vile imekuwa ni vituko. Amina mwenyewe ukimwangalia kwa mwanaume yote yule ni ngumu mno kupita bila hata kupeleka jicho kwake, maana alikuwa ameumbika haswa, sema sehara, alikuwa ni mtu. Na hata hivyo sikumuelewa. Unajua sikumwekea ile dhamana ambayo mimi kusema kwamba labda nimemuelewa labda mnamhitaji. Hamna. Maisha yangu yenyewe ilikuwa kujitafuta. Kwa hiyo nilibidi nijikongoje nikaelekea bafuni. Lakini nilipotupa tu jicho langu nilimwona Jasmine akiwa amesimama huko pembeni. Hii ilikuwa kiashiria kwamba alikuwa ameona kile ambacho Amina amekifanya kwangu, cha kunibebea maji kunipelekea bafuni. Na hapo kwanza Jasmine alionekana kama ni mtu ambaye amekasirika mno. Kwa sababu kwanza aliingia ndani kwa hasira sana, yani kama vile wivu. Unajua ile siku niliona kama vile nimeamka na visilani pale nyumbani. Huku Amina, mara huku Jasmine. Unajua sikuweza kuwaelewa wanawake. Sikuweza kuwaelewa kwa wakati ule kusema ukweli. Nilioga tu chap na hatimaye nikaondoka kwa ajili ya kwenda kwenye kibarua changu cha kubeba matofali. Kama kawaida jioni nikarejea nyumbani, nilimkuta pale Amina akiwa amekaa tu mlangoni mwake. Nilisogeri niweze kumsalimia. Nikamwambia Amina, umeshindaje? Mimi nipo salama tu, sijui. Nikamwambia nashukuru, mimi niko mzima wa afya. Nimerejea salama, ni jambo jema. Sawa, kama uko salama vizuri, mimi nilikuwa nje hapa na kusubiria wewe tu. Nikamwambia wewe Amina, unanisubiria mimi? Ndio wewe, mbona unashtuka? Nikamwambia kivipi yani? Leo nimekuandalia chakula, hivyo chakula cha usiku wa leo utakipata kutoka kwangu. Nikamwambia kwani wewe Amina, wewe unataka nini kutoka kwangu? Mbona kama vile sikuelewi? Saifani bwana, usijifanye kama mtoto mdogo, na wewe ni mtu mzima, una kipi hapo ambacho wewe ukielewi? Nikamwambia unamaanisha nini kusema hayo? Sina maana mbaya, ila tu taratibu utanielewa kwamba nilikuwa na maanisha nini kwako. Inawezekana labda wewe bado mambo haya mjini hujajui wewe vizuri utayazoea tu mambo ya mjini. Nikamwambia unajua mwanamke sikuelewi. Sikuelewi kabisa, yani tangu asubuhi umekuwa ukifanya vitu ambavyo vinanichanganya. Kwa nini? Una matatizo gani wewe? Au labda una lengo gani na mimi? Maana unanichanganya kiukweli kusema ukweli. Hapo Amina hakujibu, bali alishia tu kucheka. Basi hapo niliona huyu mwanamke huyu atakuwa amechanganyikiwa si bure. Maana amekuwa akifanya vitu ambavyo sikuwa hata na mpango navyo kwa wakati huo. Niligeuka ili niende chumbani kwangu, lakini nilipopiga tu hatua kama 3 hivi nikasikia sauti ya Amina akiongea. Nafanya yote haya sababu kwa kuwa nakupenda. Mimi nilishtuka baada ya kusikia. Nikaona mwanamke kama mwenda wazimu. Niligeuka taratibu ili nimwangalie huyu Amina. Yeye ndo alotamka hilo neno. Nikamwambia wewe unanipenda? Ndio nakupenda Saifan. Nafanya yote haya kwa ajili ya upendo tu na hakuna kingine. Kabla mwanamke hivi una nini leo? Mbona kama vile umechanganyikiwa? Uko sawa kweli au umekunywa? Nimechanganyikiwa. Au mzima? Mimi mzima. Ni kwamba nakupenda Saifan. Japo ni ngumu kwa mwanamke kutamka hilo, ila kwangu siwezi kuumia na nimeamua tu kukuambia tu kwa nakupenda. Hata hivyo msikilizaji, niliona tu yule mwanamke hakuwa sawa. Nilimpotezea na kuendelea na safari yangu kuelekea nyumbani kwangu, ila simu yangu ikaingia ujumbe. Nilipoangalia ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Jasmine uliosomeka kwamba Saifan, umekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu tangu ulipofika hapa, na kutoka moyoni nimetokea kukupenda sana, lakini sasa naumia kwa sababu wewe kumbe uko na Amina, najisikia vibaya sana moyoni mwangu kwa haya ninayoyapitia sana. Ujumbe uliniumiza sana kwa maana ya kwamba alikuwa akinituhumu bure tu na ile jambo, kwa sababu mimi sikuwa kabisa na mahusiano na huyo Amina. Unajua nilitamani mjibu, lakini nilihisi kwenye simu wala hata naweza kunielewa. Huyu inatakiwa nikutane naye uso kwa uso, macho kwa macho, nimueleze ukweli. Kiukweli kama mwanaume, japo Amina alikuwa ni mzuri sana kuliko Jasmine, ila kama unavyojua mapenzi ni hisia. Hata Vanilla aliimba mapenzi hisia.
tingisha kichwa kidogo, mapenzi hisia, tingisha kidogo. Mapenzi ni hisia ambazo zinatoka katika moyo. Hivyo sikuwa na hisia zozote kwa Amina. Bale alikuwa ni mzuri, ila hisia zangu zilikuwa kwa Jasmine. Na nilijikuta hivyo tu, lakini sikuwahi kumwambia kama nampenda. Lakini nimevutiwa kuwa na Jasmine. Kwa nilimjibu ule ujumbe wake. Kama atojali, naomba niongee naye. Kama atapata nafasi na kisha nimueleze. Kwa nikautuma ule ujumbe. Mara mlango wangu ulikuwa unagongwa, mapigo ya moyo kwanza alienda mbio mno. Nikawaza, je, ni Jasmine huyo au ni nani? Basi nikausogelea mlango ili niweze kumchungulia huyo aliyekuwa anagonga ni nani, ili nijue ana shida gani na mimi. Kwa nikafungua ule mlango, uso kwa uso nikakutana na Amina. Ndiye alikuwa anagonga ule mlango wangu, huku mikononi mwake akiwa amekamatia hotpot la chakula. Akaniambia, Stefan, nimekuletea chakula hiki hapa. Tafadhali naomba ukipokee. Nikamwambia, mimi Amina, hebu acha mambo. Kwa nini unafanya hivyo? Stefan, bwana, mimi nakufanya hivyo kwa kuwa nakupenda. Mbona jibu liko wazi tu? Nikamwambia, okay sawa. Sasa kama mimi sikupendi, inakuaje hapo? Utanipenda tu taratibu, ila kwa leo naomba upokee tu japo chakula, hata kama mimi hunipendi, lakini hiki chakula tukula tu. Kwa nini kuna ubaya ukila? Nikamwambia, okay sawa, usijali. Leta iko chakula. Kweli nilikipokea kile chakula ambacho kilikuwa kiko kwenye hotpot, na kisha nikaingia nacho ndani, nikarudisha mlango wangu. Haikupita muda mlango wangu ukagongwa tena. Nilisogelea mlango kwa hasira, huku maneno kanitoka. Nikamwambia, "Wewe Amina." Kabla sijamaliza kuongea, pindi nilipofungua mlango nilikutana na aliyekuwa anagonga. Hakuwa Amina, kumbe alikuwa ni Jasmine. Stefan, mimi leo nimekuwa Amina. Amna, nijue nini sasa? Wakati hapo na kusikia kwa masikio yangu umenita mimi Amina. Nisame basi na tuache na hilo. Jasmine alikubali tu, lakini kishingo upande, kwa nilihisi kabisa labda mimi nina mahusiano ya kweli na Amina. Sasa Stefan, mbona unakaribisha ndani kwako? Kwangu tena? Hapana, kwa sasa unajua sio vizuri. Si unajua tena wewe mwanamke na mimi ni mwanaume, ndani pekee yetu kidogo inakuwa ni mtihani. Mbona uliingia ndani kwangu na hapa kuna shida? Mimi niliingia ndani kwako kwa kuwa ulikuwa unaumwa, na ndio maana ikaingia. Maana hata ile siku niliogopa, maana nilipotoka ndani kwako nilikutana kaka yako nje, hivyo niliogopa labda atahisi chochote labda hivyo. Sasa leo hii tena akuone na wewe unatoka ndani kwangu, unadhani itakuwaje? Si ndio ataunganisha doti? Hebu acha utoto. Yaani huyo kaka yangu, kwani hahisi kitu? Kwani mimi ni mtoto mdogo wa shule msingi? Mimi ni mtu mzima, nafanya vitu vitakavyokuwa ni maamuzi yangu na si kunipangia. Nalijua hilo Jasmine, lakini heshima ni kitu cha muhimu sana, na si kwamba eti yeye atakukataza. Simaanishi hivyo mimi. Kuna niruhusu niingie au ndo unamwogopa kakangu? Kiukweli lilikuwa ni swali gumu kidogo kwa upande wangu, kwa maana sio kwamba eti kuingia ndani kwangu unamwogopa kaka yake. Nilikuwa na hofu na kile chakula ambacho ameleta Amina. Hakikiona, si ndio itakuwa balaa? Si ndio kutakuwa kuna mambo ya wivu ambayo hata hayo mapenzi mimi na yeye hatuna? Kwa nilitumia kila mbinu na kila njia ili tu nisiweze kumruhusu kuweza kuingia ndani kwangu kwa wakati ule. Na hatimaye nilitumia akili zangu za kiume na kumzuia asiweze kuingia ndani. Bali tulitafuta sasa sehemu na kukaa chini ili tuweze kuongea mimi na yeye. Nilihakikisha kuwa kaka yake hakuwepo pale, ile sija kuona kwamba mimi naongea na mdogo wake, maana imeshakuwa vita kati yangu mimi na wao. Na hatimaye maongezi yetu yalianza, mimi pamoja na Jasmine. Nikamwambia Jasmine, hivi ni kweli kwamba unanipenda mimi au ulikuwa unanitania tu? Hapana, mimi sipo kwenye utani. Ni kweli nimetokea kukupenda sana. Unajua umeniokoa mara mbili katika hali ambayo mimi mwenyewe sikuwa najua nini kinanitokea. Hiyo ni kawaida, mbona hata wewe pia umenisaidia sana na mimi nimerudisha fadhila kwako. Asante, ilo kweli ndio huwa nakupenda Stefan. Nakupenda pia Jasmine, ila tu nilikosa nafasi ya kukuambia. Nilikuwa na hofu labda ungeweza kunikataa.
Naweza kukukataa kijana mzuri kama wewe mwenye sifa ya kila kuitwa mwanaume? Hebu acha kunipamba hivyo sasa. Sina hata hizo sifa unazosema wewe bwana. Wewe mwenyewe huwezi kuona, ila mimi ndo nakwambia una kila sifa ya kuitwa mwanaume. Moyoni kwa mara ya kwanza nilijisikia furaha sana, kwani katika maisha yangu yote hata siku moja sikuwahi kusifiwa na mwanamke kama ambavyo Jasmine amenisifia. Nilihisi dunia yote ni ya kwangu kwa wakati ule. Basi nilibaki nikiwa nimeduaa tu kwa sifa zile nilizokuwa nimepewa, na kwa muda akili yangu ilikuwa iko mbali sana, mpaka Jasmine akawa ananiita na nisijue hata kama nilikuwa naitwa, mpaka pale aliponishika begani. Yaani hapo ndo nilisisimka kabisa mwili mzima. Wewe Saifan, mimi nakuita umeninyamazia, tatizo nini? Hamna, usijali. Okay, sawa. Niambie kile nilichokueleza asubuhi. Wewe ni nani? Na maanisha ule uwezo ambao umeutumia kunisaidia mimi. Swali la Jasmine lilikuwa ni gumu kiasi, kwa niliwaza, je, nimwambie ukweli au nimdanganye? Lakini je, namdanganyaje sasa? Ila kwa kuwa tayari alishakuwa kama ni mtu wangu sasa, nikaona sio mbaya, nikamwambia tu ukweli kuhusu mimi. Ikabidi nifunguke vile ambavyo yeye ataweza kunielewa. Na kweli baada ya maelezo marefu kuhusu uhalisia wangu, na hatimaye aliweza kunielewa. Lakini sasa kaniuliza swali kwamba Saifan, sasa kama una huo uwezo uliosema, kwa nini hujamuona ambaye ananifanyia mimi ubaya? Sio kwamba sijamuona Jasmine, ila ni nini? Kama unamjua naomba uniambie. Namjua vizuri tu, ila shida naanzia wapi kuweza kukwambia? Hapo ndo kwenye tatizo Jasmine. Sasa tatizo linatoka wapi? Yaani hilo jina lake ni gumu sana mdomoni, au tatizo ni nini hasa? Wala sio gumu, ila nawaza kwa kuanzia ni wapi. Anzia hapo unapoona wewe kunafaa na ambapo mimi nitaweza kukuelewa. Sawa, japo ni ngumu na sijui kama utaweza kunielewa, yaani hiyo ndo hofu yangu kubwa sana. Kwa kukuelewa hilo wala hata usijali. Mbona mimi nitakuelewa? Na nitakubaliana na wewe kwa kile utakachoweza kuniambia. Sawa, unanihakikishia kwamba utanielewa na utakubali. Hapo sasa sina pingamizi, itabidi tu nikwambie ukweli wote ili usiwe njia panda tena. Sawa? Na mimi ndo nataka hivyo, ili nijue nani mbaya wangu na anataka nini kwangu, maana sio kwa kuniandama huko. Sawa, sasa anayekufanyia haya mambo yote sio mwingine bali ni... Kabla sijamaliza kile ambacho nilitaka kumwambia, ghafla litokea kaka yake. Na hapo ikabidi nisitishe kile ambacho nilikuwa nataka kumwambia. Na ndipo kaka yake akamuita ili aweze kwenda. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba Jasmine aling'ang'ania kwamba nimtajie. Na mimi nikamwambia aende kwanza akamsikilize kaka yake, na kisha hata siku nyingine pia nitamwambia tu. Japo hakupenda, ila hakuwa na jinsi. Alinyanyuka na kwenda kwa kaka yake, na mimi nilinyanyuka na kuelekea ndani kwangu. Na wakati huo giza nalo pia lilikuwa limeshaanza kuingia. Nilichukua ile hotpot la chakula na kufungua kuona kilichomo ndani yake. Nilikuta pilau na nyama za kutosha. Nilijifikiria sana kuhusu Amina na kile chakula, mbona imekuwa ni ghafla sana. Kama binadamu unajua, niliwaza inawezekana huenda kuna kitu labda ameniwekea. Maana kumbuka hapo tayari nina vita na wachawi baada ya kuzuia nyama yao wasiipate. Sasa usikute labda Amina ni mtego kwangu bila kujua. Lakini nilijipa moyo konde baada ya kushika kile chakula, sikuona kitu chochote, kwa maana kabisa mimi kama nikishika kitu ambacho kina uchawi ndani yake, lazima tu nitajua. Lakini katika kile chakula hapakuwa na ishara yoyote ya uchawi. Hivyo kwangu niliona ni salama tukaweza kula. Basi baada ya mambo yote, nilikaa zangu chini nikaanza kula kile chakula mpaka nilimaliza chote. Na hatimaye pale kwenye godoro nilijikuta na chapa usingizi mmoja wa hatari mno. Nilikuja kushtuka tayari kumeshakucha. Kwa zamani nilishangaa hata mlango jana usiku nimeufunga, bali nilikuwa nimelala mlango ukiwa wazi. Nilijiuliza sana ule usingizi gani? Maana ukuwa ni wa kawaida hata kidogo. Ila kwa kuwa vitu vyangu vyote nilivikuta salama, yani havijaibiwa, basi sikuwaza sana. Nilijiandaa na kuelekea zangu kwenye kibarua changu kama kawaida. Sasa usiku ile siku, mnamo kama saa 7 hivi za usiku, saa 8 nilishtuka nikaona wale baya wangu wakiwa wamekuja tena ndani kwangu. Tena wakiwa ni watu wenye kucheka sana kana kwamba kuna kitu wamekifahamu vile. Nilianza kwa kuongelesha kwamba nyie tena. Okay, mnataka nini? Wakaniambia tunakutaka wewe. Ulijifanya kuzuia nyama yetu wakati wewe ni mtoto mdogo sana kwetu. Nikamwambia nyie, mnataka niwafanye kitu gani ambacho hamjawahi kufanywa katika hii dunia? Wakaniambia wewe ni mtoto mdogo sana kwetu, huwezi kufanya lolote.
Hapo sasa nikaona kama dharau zimezidi, maana sikutaka kumdhuru mtu, ila wao walikuwa kama vile wananilazimisha. Basi niliona okay, ngoja niwafundishe adabu. Nilisogea mpaka sehemu nilipoweka ile cheni, maana huwa nalala nayo chini ya mto. Nilishika bila wao kuona mimi nimeshika nini, na hatimaye niliwanyoshia pale mkono wangu, na kisha nikawaamuru pale pale ulipokuwa wote wapate maumivu makali mno. Lakini kitu cha kushangaza, yale maumivu makali yakana nipata mimi mwenyewe. Yaani katika maisha yangu sijai kupata maumivu makali kiasi kile, wala hata kuyahisi, huku wao wakibaki wananicheka vibaya mno. Mpaka nikajiuliza kwamba nini hasa kilichonitokea. Kila nilipojaribu kuadhibu wale wachawi, ndivyo ambavyo mimi mwenyewe nilivyokuwa napokea maumivu, na wale wachawi wakawa wananicheka tu. Nilijiuliza sana nini kimetokea. Mbona ile kitu haifanyi kazi? Au kuna makosa niliyofanya juu ya Ngachiro? Lakini sikuweza kupata jibu, na nilikuwa na uhakika kabisa kwamba wale hakuna mtu yote ambaye ameweza kuiona. Sasa imekuaje inibadilikie? Wale wachawi walinicheka sana, na kisha akaniambia kwamba kwa sasa sina uwezo tena wa kuwazuia wao kufanya kile wanachotaka. Na kwanza wataanza na ile nyama yao, yani Jasmine, na kisha watakuja kumalizana na mimi baada ya siku 2 tu. Niliogopa sana, na nilihisi kabisa kwamba ndo mwisho wa maisha yangu umefika. Usiku ule niliwaza nimpigie baba ili niweze kumwambia yale ambayo yametokea, ili kama kuna njia yoyote ya kuweza kunisaidia iweze kunisaidia, niitumie. Nilipiga simu kwa mzee bila hata mafanikio, kwa sababu kwanza babangu hakuwa anapatikana hewani. Nilijaribu kupiga tena namba ya mama, lakini naye pia hakuwa akipatikana hewani. Kwa hiyo hofu ilizidi kunitanda juu yangu. Niliwaza usiku mzima bila kupata usingizi, kwa kuona kabisa naenda kumpoteza Jasmine, na hata mimi pia mwenyewe naenda kupotea, yani nakwenda kupoteza maisha. Asubuhi nilitoka nje nikiwa ni mwenye mawazo sana, na nisijue nini cha kufanya, huku mikono yangu nikiwa nimeiweka kwa nyuma. Nilisikia sauti kinisemesha, na nilipogeuka nilimkuta Amina akiwa amenisimamia. Akasema, Saifan, nakuita muda mrefu ili nikusalimia, lakini nashangaa ulikuwa uniitikie. Kwani kuna sehemu tumegomana? Nikamwambia hapana Amina, bali unajua tena asubuhi hii kichwa kinakuwa kinawaza mambo mengi sana. Hebu acha kunificha. Yaani kuona kabisa uko sawa tofauti na siku zote, alafu unanidanganya eti kwa kuwa ni asubuhi. Kama utaki kuniamini sawa, ila ukweli ni kwamba sina jambo lolote lile zaidi ya mawazo tu ya asubuhi. Nilimaliza kuzungumza hivyo, na kisha nikaondoka pale alipokuwa Amina, kwa maana sikutaka tena yale maongezi yaendelee, kwa kuwa hata hakuwa na umuhimu kwangu. Sasa nimwambia yale anayonisibu yeye atanisaidie nini? Nikaelekea zangu msalani, na kisha nikarudi chumbani kwangu, nikachukua pale tena simu kumpigia baba na mama, lakini bado simu zao zilikuwa haziko hewani, hazipatikani. Nilipoona kwamba hawapatikani, nikaamua kumtumia SMS Jasmine, lakini sikupata majibu yote yale. Ile hali ilinifanya niingiwe na hofu sana, na moja kwa moja nikapata wazo kwamba niende chumbani kwake na Jasmine niweze kumwangalia kama ana matatizo au yuko sawa. Nilitoka kwa mwendo wa taratibu, kichwani nilikuwa na mawazo mdogo, nikaelekea kwa Jasmine. Na punde nilishikwa bega langu la kushoto. Nilipogeuka kuangalia ni nani alikuwa amenishika, kumbe alikuwa ni Haruni, kaka yake na Jasmine. Akaniambia, vipi Saifan, unaelekea wapi huko? Kama unaenda kwa Jasmine unajisumbua tu, kama uwezi tena kumsaidia. Nikamwambia, Haruni, wewe mshikaji unaroga namna gani wewe jamaa? Ndugu yako unataka kumtoka fara kisa tu upate cheo cha kichawi? Hivi iko cheo kinakusaidia nini? Wewe hayo hayakuhusu, na wewe ni mtoto mdogo sana. Ukijifanya unalijua sana ili jiji, sasa kwani utarudi kwa maiti mshamba mkubwa wewe. Alinisukumiza hivi kichwa changu, na kisha akaondoka. Na mimi niliendelea pale na safari yangu ya kuelekea kwa Jasmine bila hata ya hofu wala uoga. Moja kwa moja nikaingia ndani kwake bila hata kubisha hodi. Uwezi amini, nilimkuta Jasmine akiwa kwa kitandani, na asijue kama mimi nimefika pale. Na ndipo nikaanza kumuita pale Jasmine. Jasmine, hebu amka, ni mimi Saifan. Jasmine akaniambia, Saifan, mwenzo anajisikia vibaya sana, na siku ndo utakuwa mwisho wangu. Nikamwambia, hapana Jasmine, uwezi kufa. Hebu kuwa na imani. Imani ninayo, ilo umekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Na mimi sasa hili pia utanisaidia, maana nasikia maumivu makali sana. Nikamwambia, nitakusaidia Jasmine. Ila nini Saifan? Ujue bila msaada wako basi mimi ni maiti tayari, sioni nikipona bila kunisaidia. Naomba unisaidie kama unavyonisaidiaga. Kiukweli nilisikia uchungu sana juu ya maneno ya Jasmine.
kwani kwa muda ule sikuwa kabisa na uwezo wa kufanya chochote, kwani nguvu zangu zote nilizipoteza. Nilibaki kuwa mtu wa kawaida tu. Nilikuta machozi ya uchungu yananitoka juu ya ile hali. Nilishindwa kabisa kuvumilia ile hali ya Jasmine. Alikuwa kile kwa maumivu sana, na sauti ya kuniomba nimsaidie ilikuwa inamtoka kwa shida sana. Nilishindwa kuamua. Nilitoka nje nikawa nawaza, je, nawezaje kumsaidia Jasmine? Nawezaje kujisaidia mimi mwenyewe? Nje nilivyotoka, unajua nilikutana na Amina. Amina akaanza tena kuniletea habari zake za mapenzi bila kujua kabisa mimi kwa muda ule mimi sikuwa sawa hata kidogo. Niliuputa kwanza mkono wake ambao tayari alikuwa ameuweka begani mwangu. Niliondoka kwa ghadhabu kubwa mno, nikaingia ndani na kisha nililia kwa uchungu sana. Kwa nini mimi? Ni kipi nimekosea mpaka Ngachiro haifanyi kazi? Nilijilaumu sana pasina kujua nini kosa langu mpaka kufikia kwa ile hali. Uweza mimi kutwa nzima simu za kijijini kwa wazazi wangu hazikupatikana mpaka usiku ulipokuwa umeingia. Sikuweza hata kula ile siku. Nilichukua Ngachiro na kisha nikaiva shingoni mwangu niko tumbo wazi, na kisha nilianza kulala. Mida ya saa 5 wale wabaya wangu kanijia, na safari hiyo hawakuwa na maneno mengi. Walichokifanya ni kunipiga na kitu nisichokijua, na hapo nilidondoka nikaanguka kwenye godoro. Nilipoteza fahamu. Kwa mbali nilisikia kama sauti ya mtu akiniita, na baada ya muda nilisikia vizuri sauti ambayo ilikuwa ikiniita. Nilifumbua macho yangu taratibu, na uso kwa uso nilikutana na Jasmine akiwa ameniinamia pale nilipokuwa nimelala. Nilijaribu kunyanyuka lakini sikuweza hata kidogo, kwa nilihisi mwili wote ni mzito, na ndipo nikaanza kuongea na Jasmine. Nikamwambia, Jasmine, umewezaje kuja kwangu? Alikuwa ni mgonjwa. Akaniambia, Saifani, nimejitahidi hivyo. Kwa maana wewe ndio umenishtua. Muda umekwenda sana tangu kukuche, lakini sikukusikia nje wala kuja kuniona, na nikaogopa kwamba umepatwa na nini. Muda umeenda? Unamaanisha nini? Mbona sasa hivi ilikuwa ni usiku? Wewe unasemaje kumekucha? Saifan, sasa hivi ni saa 7 mchana. Ndio maana nilipatwa na hofu. Na wewe nini kimekukuta? Jasmine, ni story ndefu, sijui hata wapi nianze kukwambia. Kabla hujaniambia, hiko kilichukua shingoni mwako kinachong'aa ni kitu gani? Mbona kama nakiona sana nikiwa niko ndotoni? Jasmine, hiko unachokiona ndio chanzo cha yote haya. Na tu msaada ninaotoaga kwako huwa nasaidiwa na hiki kitu. Sasa nini kimekukuta mpaka upo kwenye hali? Jasmine, yote yanayopata kwa kuwa tu na kusaidia wewe, ili wabaya wasikutoe kafara, na ndio ubaya na upata mimi. Sasa kama una hiyo kitu unaosema inanisaidia, mbona inashindwa kukusaidia? Na hata mimi pia jana nilipokuomba unisaidie uliishia tu kulia na kutoka nje, mpaka leo nikaamua kujikongoja mimi mwenyewe. Kwa nini kutaka kunisaidia? Kiukweli lilikuwa ni swali gumu kidogo kwangu, lakini sikuwa na namna. Ilibidi nimwambie kila kitu kuhusu ile Ngachiro, na hata jinsi inavyofanya kazi, na hata pia ni vipi inaweza isifanye kazi. Lakini kwenye maongezi yangu kidogo Jasmine alishtuka baada ya kusema kuwa kama mtu mwingine ataiona ile Ngachiro basi haitoweza kufanya kazi. Na ndipo hapo Jasmine akaniambia, Saifan, unajua mimi namuona Amina akiwa anatoka chumbani kwako, ila wakati anaingia sikumuona. Na hata nilipomuuliza amefuata nini kwako, na alisema kwamba wewe hukuwepo ndani. Sijui kwa ndo aliiona. Hapo sasa ndo nimepata majibu, huyu mpumbavu ndo atakuwa ameiona na kusababisha siweze kufanya kazi. Maana mitango nilivyorudi sikutoka kwenda kokote, nilikuwepo tu ndani. Ingawa nilipatwa na usingizi wa ajabu sana, labda alitumia hiyo nafasi. Hapo nilijawa na hasira. Nikataka kunyanyuka ili niende kwa Amina, lakini sikuwa na huo uwezo. Nilibaki nikilia tu. Lakini Jasmine aliniuliza, ni nani ambaye anafanya mambo yote haya? Nami nilificha kidogo kwa kumwambia ni mtu wake wa karibu sana. Na aliposisitiza kwamba nimwambie ni nani, sikuwa na jinsi, nikamwambia kwamba ni brother yako Harun. Lakini Jasmine hakutaka kuniamini hata kidogo, na mimi nilijua kabisa hataweza kuniamini. Alipotaka kutoka nje, aliponiona mimi sasa nataka kumgombanisha na ndugu yake kaka yake, mimi nilimshika mkono kwa tabu sana, nikamsia sija kaondoka. Pale pale tulipitwa na usingizi, na punde tulikuja kushtushwa na vicheko vya wale wachawi, huku wakisema kwamba ni afadhali wametukuta wote pamoja, hivyo kazi na kwenye rahisi. Ila kwa wakati huo Jasmine yeye hakuwa akiona chochote kile. Alikuwa akisikia tu vicheko na watu tu wakiongea kuwa mwisho wetu wako duniani sasa umefika. Niliamua kuomba sala yangu ya mwisho kabla ya kupokea kifo kutoka kwa wale wachawi, akiwemo kaka yake Jasmine.
Wakati sasa wanajiandaa kutuua, ndipo Jasmine kwa uoga mkubwa mno alisogea kwenye kifua changu bila kuegemea. Akashika ile ngachiro, na ndipo hapo wale wachawi walianza kupiga kelele za kusema, Jasmine unatuua, acha kushika hiyo kitu. Mimi nilishtuka, nini kinaendelea na imekuaje juu ya Jasmine na ngachiro? Jasmine baada ya kusikia wakilalamika ya kwamba wanakufa, ndo akashika kwa mikono miwili kabisa, ili kama kufa basi wafe kabisa. Baada ya muda kilipita kimya kifupi, na ndipo nilianza kusikia sauti ambayo yeye Jasmine hakuwa akiisikia. Sauti hiyo ilikuwa ikisema, Saifan, hakika sasa kile kitu tulichokitaka kimetimia. Nadhani ulikuwa unajiuliza ya kwamba kwa nini ulikabidhiwa ngachiro kabla ya muda wake. Basi sababu kubwa ni huyo Jasmine, kwa kuwa huyo ndiye mtu ulichaguliwa kuishi naye na mizimu. Na ndio maana maisha yako yote hukuwahi kuwaza kuwa na mwanamke. Sababu kubwa ni huyo Jasmine, kwa maana yeye ndo chaguo la mizimu, na tulikukabidhi kabla ya muda ili uje umuokoe yeye. Bila hivyo angekufa. Na hata mwenye Jasmine ukimuuliza atakwambia ni jinsi gani alikuwa kiota kila mara hiyo ngachiro bila hata mwenye kujua ni kitu gani. Hivyo kuanzia sasa huyo ndiye mtu utakaishi naye kwa maana ya mke wako, na kuanzia sasa wote mtakuwa mmepona na kurudi kwenye hali yenu ya kawaida. Na baada ya baba yako kufariki, wewe na mkeo mtataka kurudi kijijini kwa ajili ya kutibia watu. Na hao wabaya wako ikifika asubuhi tu wote watakuwa ni marehemu. Wewe subiri taarifa za misiba yao. Kwa heri Saifan. Ilimaliza hivyo ile sauti na ikapotea. Lakini kwa upande wa mimi na Jasmine tulijikuta wazima kabisa, na nilimweleza kila kitu juu ya yale nilomwambia, naye hakuwa na pingamizi. Na hata ile habari ya kuwa kaka yake ndiye mbaya aliamini baada ya asubuhi kuweza kukuta akiwa amekufa. Na hata yule Amina naye kumbe alikuwa ni mmoja wapo, na alipoteza maisha. Basi tuliishi kama mume na mke, huku tukisubiri kama atatangulia baba kufariki, basi mimi ndo nikawe mganga sasa, niweze kutibia watu, maana mizimu ndo ilikuwa imenichagua mimi. Asante mpaka kufika hapo, na hundo mwisho wa hii simulizi fupi kutoka kwake Kitifefe. Nilikusimulia naitwa Uncle J. Bwana, kama kuna kitu utakuwa umejifunza, angusha comment yako hapo ili na wengine pia wapate kujifunza. Mimi mpaka kufika hapo niseme asante na kwaheri. Tukutane katika vigongo vingine vinavyokuja. Bye bye.